Haleluya. Karibu sana. Nafurahi sana kukuona karibu. Ni wakati mzuri wa kujifunza maandiko matakatifu. Tunatambua kama ilivyoandikwa na tunajua kwa kweli neno la Mungu ndio njia yetu. Amen. Unajua nimekuwa nikifanya uchunguzi, nikijaribu kuyatafakari maandiko matakatifu. Biblia inasema Mungu ni roho. Lakini ukidefine roho ni nini? Ni pumzi. Roho ni nini? Ni ile mawazo. Amen. Haleluya. Kwa hiyo Mungu ndio uzima. Na kwa sababu hiyo ndio maana tuangamie. Amekuwa Alfa na Omega siku zote. Naomba nikukaribishe kabisa katika somo geni. Unifuatilie na Mungu akubariki. Ulioko hapa na ambao unanifuatilia online, Mungu akubariki. Haleluya. Naomba tufungue Yohana. Fungua Biblia yako takatifu, kitabu cha Yohana. Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Yesu ni nani? Ndio somo letu. Yesu ni nani? Amen. Yesu ni nani? Who is Jesus? Mtoto wa Mungu, who is Jesus? Yesu ni nani? Na kuna wakati tumekuwa tukiongea, tukisifu, tukiimba, lakini Yesu ni nani? Tunataka tumjue Yesu ni nani. Amen. Haleluya. Yohana 1 mstari wa 14. Itajibu swali hili. Yohana 1 mstari wa 14. Naomba ni usome. Inasema hivi. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu nasi, tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa wana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Who is Jesus? Yesu ni nani? Haleluya. Yesu ni nani? Yohana 1 mstari wa 1. Naomba nikupeleke hapo ili upate kuwa pamoja na mimi katika mawazo. Anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo uliokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuweza. Mstari wa 14 anakuambia hivi. Naye neno, tumeshajua neno ni nani. Kwa hiyo Yesu ni nani? Yesu ni neno. Nikizungumza kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, nikiongea kwamba amini neno la Mungu ndio kila kitu, ninakufundisha juu ya kumwamini Kristo na kumweka ndani. Na usimweke tu ndani, umfunue katika maisha yako ya kila siku. Najua naongea kitu ambacho sio kirahisi. Haleluya. Ndio maana nakwambia kuokoka ni mchakato. Kila siku tunataka tunajifunza hatua nyingine. Kwa hiyo Yesu ni neno. Yesu ni neno. Ukiona Yohana 1 mstari wa 1 anamzungumzia Yesu kwamba yeye, pasipo yeye hakikufanyika chochote. Pasipo neno la Mungu hatuwezi chochote, wala hata chochote hakiwezi kuumbika pasipo neno. Maana hata yeye Baba aliumba kutumia neno. Alikuwa anatamka neno. Kwa hiyo kwa kuwa alikuwa analitamka neno, na inatuambia katika Yohana 1 mstari wa 14 kwamba neno alifanyika mwili. Kumbe neno la Mungu linaweza likageuka kuwa chochote unachokitamka kinywani mwako. Namaanisha wale ambao ni Wakristo, wale ambao ni watoto wa Mungu, unayo nguvu ya kulitumia neno likaumba chochote unachokihitaji maishani mwako. Kwa nini? Neno la Mungu ni uzima.
Na ukiangalia sifa za neno ndizo sifa za Kristo. Ukiangalia Kristo anakuambia mimi ni njia. Na Biblia inatuambia neno la Mungu ni nini? Ni taa ya miguu yangu. Maana yake ni njia. Sifa za neno ndizo sifa za Kristo. Kwa hiyo Kristo ni neno alifanyika mwili. Alifanyika mwili na Biblia inasema akafanyika mwili tukauona utukufu wa kama mwana wa Mungu. Kwa hiyo alifanyika kuwa nini? Kuwa mwili. Na kwa sababu Kristo alifanyika kuwa mwili, ndio maana aliweza kuponya na akaweza kupita maisha ambayo na mimi na wewe tumepita. Kwa sababu lile neno likageuka kuwa mwili na akaingia kwa mwanamke. Unakumbuka malaika walimwambia yule mama, ni neno walimwambia, ni kwa neno. Na ili Mungu athibitishe kwamba neno ni uumbaji, lilivyoingia hakuhusika mwanadamu, lakini neno lenyewe likakuwa kule ndani. Na baada ya siku zilivyotimia akazaliwa mtu, mwanamume. Haleluya. Kwa hiyo ninapozungumzia habari za Yesu Kristo, ninataka utambue kwa namna hii, kwa sura mpya hivi, ya kwamba Kristo Yesu ni yote ndani ya yote unayohitaji kila siku. Yesu ni yote ndani ya yote. Mungu ambariki huyu mwimbaji. Ni wachache sana ambao wanalielewa hili somo. Lakini yeye Mungu ambariki. Alikuja na wimbo kutufungua macho. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Haleluya. Hebu tuimbe kidogo kwa muda mfupi. Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimpata yeye umepata vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimpata yeye umepata yote. Acha kusumbukia maulimwengu, umtafute Bwana Yesu upate vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimpata yeye umepata vyote. Mungu akubariki. Haikuwa rahisi kuelewa wimbo mwanzoni. Nilikuwa naupenda sana, lakini kwa sijauelewa kama ninavyoelewa sasa hivi. Unajua wokovu ni reality. Ukisikia neno ni uhalisia. Kwa hiyo Kristo Yesu kuwa ndani yangu ni neno ambalo linatakiwa ligeuke kuwa matendo. Nikisema Yesu ni neno, na maanisha kwa kuwa Yesu yuko ndani yangu, inatakiwa ageuke kuwa matendo, yaonekane. Matendo yangu yabadilike. Kinywa changu kizirishe utukufu wa Mungu. Na kwa kuwa mimi ni Mkristo, nimeokoka, inabidi niwe makini katika vitu vitatu. Inabidi niwe makini katika vitu vitatu. Mawazo, nia yangu ya ndani. Cha kwanza, lazima kibadilike. Cha pili, lazima sana ukidhi wa maneno yangu. Nichunge kinywa changu. Nijue namna ya kufungua mdomo wangu kwa hekima na kwa busara. Hapo panatupiga chenga. Hizi hatua zote tatu kwetu ni shida. Tatu, nijue kulitenda neno. Niliishi neno. Haleluya. Bado hatujafika viwango. Bado. Nataka nikupe ushuhuda kupitia wokovu ule ambao unafahamika na sasa hata wengine na nyinyi mpo katika mtazamo huu ambao nilikuwa nao mimi hapo nyuma. Nilikuwa najua kuokoka ni kwenda kanisani, kusoma neno, nisitende dhambi. Zeni ningoje siku ya kuingia kwenye uzima, yani ningoje hukumu. Kwamba hiyo siku tutamlaki Bwana Yesu, tutaketi upande wake. Ndio nilikuwa najua wokovu. Na sajabu na wengine mnajua hivyo, lakini wokovu ama Ukristo inanibidi niishi maisha ya kifalme. Kwa hiyo ni maisha ya ufahamu. Nikisema wokovu ninaongea kuhusu ufahamu mpya uliofanyika kwenye akili zangu. Lazima akili itambue who I am. Kama I was Evelyn, sasa sio Evelyn, I'm a Christian.
Kwa hiyo lazima nijitambue kama nilikuwa ninaitwa John, si John tena, ila ni Mkristo. Ina maana ule ujoni wangu naweka pembeni, mashaka ya kwangu, hofu yangu, mawazo yangu, taratibu zangu naziweka pembeni. Alafu ninaishi mfumo mpya wa huyu aliyoko ndani. Na kama amejaa, amepata nafasi yake, sasa nitaanza kupractice kile ambacho anasema na mimi kupitia neno lake takatifu. Kwa hiyo kila siku mimi natakiwa nizihirushe neno la Kristo ambalo watu wanalisoma kwenye Biblia walione katika matendo yangu. Nikisema naamini, niamini kama Kristo, kwa sababu naitwa ni Kristo. Niamini kama Kristo kwa asilimia zote. Nijifunze kuacha mashaka, mazoea na hofu. Niende na mfumo mpya. Na tunaposema mfumo mpya sio rahisi kuadapt. Maana tulishazoea namna zetu. Tulishazoea ubinadamu, kujihurumia mimi, kujitazama mimi, kuwaona wengine ni wakosaji, mimi ndo nina haki, kujipa nafasi ya kwanza mimi, lakini zache zote Christianity. Ukristo ni kumpa jirani yako nafasi ya kwanza. Haleluya. Haleluya. Ukristo ni kumuishi Kristo. Yaani Kristo ambaye alikuwa anaishi kwa miaka iliyopita ameondoka. Sasa inatakiwa watu wakiniona waone ni Kristo aliyerudi anaishi duniani. Ingawa ni Evelyn, lakini ionekane ni Kristo anayeishi. Watu walisahau jina la Evelyn, waite Kristo. Jamani, nimekutana na Yesu. Nimekutana na Yesu. Haleluya. 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 Nataka nikupe mfano mwingine uweze kunielewa. Tulikuwa na rafiki yetu, tulikuwa na jirani mmoja ambaye tulikuwa tunaishi naye maeneo ya KCMC. Yule jirani tulikubaliana naye sana kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anafurahia habari za Kristo. Na kwa sababu ya one family katika Kristo, tulikuwa familia moja. Akafa ghafla tu. Ikajulikana kwamba alikuwa na kansa kwa muda mrefu, alikuwa hajajijua. Akafa. Nitakwambia ilikuwaje, lakini alikuwa ameokoka miaka mingi na anamtumika Mungu kwa muda mrefu. Lakini alikufa kifo cha kutomjua Kristo. Sijui kama umenielewa. Inawezekana ukawa umeokoka muda mrefu, umebatizwa maji mengi, umefunga ndoa kanisani, unaenda kanisani unatumika, lakini Kristo Yesu hayuko ndani yako, ila yuko kinywani mwako. Inatakiwa Yesu tumuishi katika matendo yetu kila siku, na kila neno nalotamka liwe na utukufu wa Baba. Jifunze kubadilika kabisa. Acha hisia zako, acha mawazo yako. Japokuwa ni wewe ni mwanadamu, lakini uwe Kristo unaishi. Kama yeye mwenyewe aligeuka kuwa mwili akawa mwanadamu kamili, na akaacha ule umimi, akalifunua neno lililoko ndani yake, na tumejifunza kupitia yeye, na bado tunajifunza kupitia yeye. Kwa hiyo ndivyo tuwe hivyo. Akaenda vizuri katika kumtumikia Mungu na kumtumikia Mungu. Siku moja shetani akamhubiria, tangu umeokoka unamtumikia Mungu, mbona uchumi wako uko chini? Hapo wengi wanakamatika. Shetani akamhubiria, wewe ni mwimbaji, unaongoza sifa, unapiga vyombo kanisani, nani anayekupata nauli? Akahubiriwa. Hiyo siku tulikuwa tunafanya maombi, akawa anapenda kuomba na sisi, maana tulikuwa tuna ibada kila usiku. Kwa nini akawa anapenda kushiriki? Akaja, lakini moyo ulikuwa mzito sana, nikauona. Nikamwambia, Kennedy, uko sawa? Akaambia, siko sawa kabisa. Nikiangalia maisha ya uchumi, bado maisha yako duni, bado sijaweza kuwa na nguvu ya kujenga nyumba, lakini nimeokoka na mtumikia Mungu. Na maisha yanapata challenge na wale watu ambao Kristo hawamjui, lakini wamepiga hatua kubwa. Kwa nini mimi sijapiga hatua? Nikamwambia, hujapiga hatua kwa sababu hujamuelewa Kristo. Hiyo jinsi unavyoishi sio kuokoka, uko sio wokovu. Watu wanafikiri kuokoka ni kubadilisha muondoko. Kuokoka ni kubadilisha marafiki wabaya. Kuokoka ni kusema nimeokoka. Naweza nikaokoka na niseme hilo neno nimeokoka. Ya nini niseme? Ya nini niseme nimeokoka kama nina uhakika na matendo yangu? Kwa nini niseme nimeokoka? Kwanza kusema nimeokoka ni roho ya dini, ya kutenga, kutaka kuonyesha kwa watu kwamba mimi si wa kweli, mimi niko huko. Sipaswi kusema. Hata Yesu akutangaza nimeokoka, kutangaza. Tuangalie hivyo kwa anaishi. Yeye alienda akakuta tu ni njaa, wanalia, akaketi nao, akafungua mkoba wake, akachukua apple akawapa, wakala. Alipoondoka watu akasema huyu ni mtu wa Mungu. Lakini yeye hakutamka, acha watu wakusome. Wewe ni barua, wewe acha watu wakufunue wakusome. Usifanye wewe ndio unataka ufunue barua yako usome, haitakuwa sahihi. Na itakusumbua sana.
Acha watu wakusome, wakujue yule wa ndani ni Lydia au ni Kristo. Na si kazi yako kutokonvince kwamba Yesu ndio yuko ndani yako. Tunahitaji tumwone katika matendo. Kwa hiyo matendo yako ndio Kristo. Huhitaji kutupigia mbiu kwamba mimi ni Kristo. Kwa hiyo akavunjika moyo, nikamwambia wewe unahubiri habari za Kristo, unamtumikia, unamwimbia, unamtangaza, unapiga vyombo Kristo Kristo, lakini Kristo aliye hai hayuko ndani yako, ila umeshika habari zake. Tunahitaji Kristo, Spirit of Christ to be inside of you. Ile roho ya Kristo iwe ndani yako. Na nimekuambia hapo mwanzo, tunasema Mungu ni roho. Na watu wamekuwa tukisema hivyo, Mungu ni roho, Mungu ni roho. That is good. Lakini ukifuatilia roho, jaribu kutafuta definition of spirit, utakuta ni idea. Roho ni wazo. Kama ni wazo, inatakiwa mawazo yangu yawe Kristo. Yawe Kristo kabisa. Nikisema mawazo yangu yawe Kristo, maana yake nini? Niwe na mawazo ambayo ni positive. Niwe na trusting katika neno langu. Nikisema kweli iwe ni kweli, nikisema hapana iwe ni hapana. Kwa hiyo ninachokisema kiwe ni kile ambacho ni halisia, kiko ndani. Wakristo wengi wale tumekuwa na mashaka na hofu juu ya mauti. We are not a Christian. Kristo hakuogopa mauti. Hakuogopa. Maana anasema, ukisoma hapa maandiko, acha ninukuu tena. Anasema hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Mstari wa 3. Vyote vilifanyika, vyote. Haja mention kipi? Anasema vyote vilifanyika kwa huyo. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na huo uzima ulikuwa nuru ya watu. Na huo uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani ya neno kuna uzima. Ndio maana nakwambia, ukitaka kumjua Kristo Yesu, ni lazima ili neno likae ndani yako, alafu ligeuze katika matendo, ndio utajua au ndio utaona sasa nguvu za Kristo. Na hatuwezi kuziona nguvu za Kristo kama Kristo hayuko ndani yetu. Hatuwezi. Na hatuwezi kumuona Kristo katika maisha yetu kama akili zetu hazijabadilika, mawazo yetu hayajabadilika, ukiri wetu hujabadilika, matendo yetu hayajabadilika. Bado tunatenda kama John, bado ninatenda kama Evan, sitaweza kumuona. Ngoja nikwambie, Mungu alinifundisha kwa hatua kubwa sana. Nilikuwa nikimsii, nataka hatua ya kiroho. Nataka hatua ya kiroho. Akaniambia, hatua yangu ya kiroho inaambatana na uchumi. Nitakupa hiyo hatua. Kaomba. Na ndio nakwambia, yale mambo mabaya yafurahie. Yanakufundisha na yamebeba utukufu, yamebeba muujiza wako. Nikaendelea. Baada hapo nikapita sehemu kufanya huduma na nini, katokea jambo fulani. Nikajikuta nimeingia kwenye hali fulani ambayo haikuwa nzuri. Na wengi wanafahamu. Ile hali ninaishuhudia kwa sababu ni hali ambayo ilikuwa ina kila sababu ya kuinua hofu ndani yangu. Ogopa unafika mahali huwezi kula kitu kabisa, chakula kipiti. Hauna temperature, chakula kipiti, macho ya njano kabisa. Kila leo kuona anakuambia kwa kweli uwe ni ugonjwa wa ini. Kila leo kuona. Mpaka mchungaji wangu mmoja akaja akaniambia, "Why KCMC wakusaidie?" Ndio maana tatumbo gumu. Ni nini? Ni kansa hiyo. Nikasema ile hatua niliyokuwa naita ya kiroho, nilikuwa naongelea hatua ya imani. Hawa watu watamjua Yesu kwa upya. Amen. Haleluya. Wakaongea mambo mengi sana. Na kwa kweli nilikuwa nimekaa nimetulia. Mpaka wanangu wa kiroho wanaamua kuleta au kuna miwa safisha, kuna hiki na nini. Yote ni upendo. So I was trying to show me love. Kwa watu la kupenda. Haleluya. Lakini ninachomshangaa Mungu, nikamwambia kupitia hali hii kuna somo. Naomba nilijue somo unalolifundisha. Akaniambia la hatua. Akasema niko tayari. Wakaongea kila sababu. Lakini nikajifunza, nikasema nimejifunza somo kuhusu kuchange ukiri wa kinywa chako. Kila nikipita wewe naomba, naambia mimi siumwi, ni mzima. Bwana macho ya njano. Nikamwambia sasa kaa. Hiyo ni rangi tu. Mimi ni mzima. Nikaenda mpaka kule madaktari wanakuja, emergency nimekimbizwa. Naambia mimi ni mzima.
Familia inalia, naondoka naenda kule KCMC, maana unajua ifika mahali watu hawakuelewi, unakataa kile hawakuelewi, inabidi uende KCMC. Nikasema acha niende, utukufu wa Mungu uonekane. Maana wamekuwa na mashaka, acha waone. Wanafikiri labda ninaitetea kansa, acha waone kama ipo. Nikaenda. Natembea mwenyewe, kwa hivyo niona nikashangaa wameniletea kigali haraka haraka, wamenibeba wameniweka. Naambia mimi na nguvu natembea mwenyewe. Hapana unani mbaya. Afa anawaambia wale walionipeleka, huyu unajua wakikaribia kufa wanakuwa wabishi hivi hivi. Na ugonjwa ndivyo walivyo. Kwa hiyo nikabebwa haraka kwenye kigali na kutana na mtoto wangu. Chungaji, wewe si jana tumeongea unifanyia huduma. Mbona umekuwa kwenye kigali? Nikamwambia nimerelax. Nipo kwa kazi maalum. Amen. Akageuka akaniangalia kuelewa. Unajua naye alikuwa na mgonjwa wake, machozi yanamtoka, niangalia. Anaona kama nikiingia sitarudi hata niona tena nikiwa hai. Nimefika pale. Wanaanza kunipima, naambia jamani mimi nasikia njaa nikale. Ambia huku emergency hawalagi. Na mimi sio wa huku. Daktari akasema hebu anaoyaongea tu msiyazingatie. Wakapima. Unajua sasa ni emergency, wanakupa vipimo kwa haraka. Nashangaa hamna. Wanakuja madaktari wamezunguka. Wananiangalia. Sema ukweli unajisikiaje? Nikamwambia mimi naongea kile ninachojisikia. Wanaambia unaweza kusimama. Nikasimama. Inama. Inuka. Hebu twende CT scan. Nikaenda. Tena naambia jamani fanyeni haraka, nataka nile niwahi. Natakiwa huduma Dar es Salaam. Na nimefanya booking gari ya mchana saa 8. Kwa mwahi kunipa majibu yenu, mnipime, natakiwa kwenye huduma. Daktari mmoja akaniangalia. Ananifahamu, akaniambia hivi, sasa uko kwenye hatari. Weka mambo yako vizuri. Nafikiri nataka kufa, weka mambo yako vizuri. Akaniambia simuelewi. Akaniambia pumzika kidogo. Nikamwambia siwezi kupumzika wala sintalala hapa. Tena nipe haraka sana ruksa. Natakiwa nipande gari la mchana. Nimekwambia nataka nipande gari ya Said Baba natoka Uganda niwahi naelekea Dar es Salaam. Ghafla nashangaa napigiwa simu, naambia mmeshaandaa ukumbi? Nakuja. Tutaingia saa ngapi? Nikamwambia waambie waje saa 2:30. Saa 2:30 tunaanza, natakiwa somo usiku, watu wameshakusanyika. Akaniangalia. Akaniambia mimi siandiki kwamba nimekuruhusu, ila ondoka mwenyewe. Ili kikutokea onekana ulitoroka wapi? Hospitalini. Nikamwambia sawa. Akaniambia lakini tafadhali unaenda unarudi lini? Jumatatu. Uje hapa. Natakiwa ulale tandani. Mgonjwa gani ukulazwa? Natembea kwenda kuhubiri. Nikamwambia mimi nikirudi Jumatatu natakiwa mitihani chuo. Akaniambia basi uje jioni. Utakuta tumeshakaa jopo la madaktari. Lakini huku ndani wanaongea kweli, walikuwa wanaongea kutokana na vitabu na kila kitu wameniwekea hapo, kila kitu kinawazilisha hivyo. Lakini cha ajabu walichoshangaa, wakipima hakuna. Wakapima sasa AB hakuna. Wakasema sasa hiki ni nini? Na mimi nilichokuwa na imani kaambia Yesu, wewe uliye ndani yangu. Wewe ni neno. Na kama wewe ni neno, wewe ni uzima ndani yangu. Na kama wewe ni uzima, huo ugonjwa utakao tamkwa na daktari umeingilia wapi? Ndani yako. Ugonjwa umeingilia, mauti inaingilia wapi wakati wewe ni uzima? Nikamwambia nilimwili la nje tu linaonyesha rangi, lakini huko ndani mimi ni mzima. Na kweli nilikataa kabisa hilo jina. Kila akili zangu zikijaribu kuniambia, ndio maana nakwambia lazima ukitaka kumuona Kristo lazima tubadilishe nia, mawazo. Kila wazo likija kwamba una tatizo, muda si mrefu unakufa, acha hata chuo chako. Nilikuwa nafuta, nasema mimi si mgonjwa, mimi ni mzima, maana uzima uko ndani yangu na uzima ni roho. Sasa roho ya uzima iko ndani yangu, mauti inaingilia wapi? Haleluya. Na kutokana na huo ukiri na mawazo yangu na nilipokuwa natembea, hata kama ngoja nikwambie, na hamna siku nililala hapa kwa sababu hiyo hali nilishindwa kuhubiri. Nilikuwa nahubiri siku zote. Ndio natoka chuo nakimbia. Asubuhi nakimbia, Jumapili niko hapa. Na ile njano, watu ndo wanashangaa na hubiri wananiangalia macho. Lakini nilikuwa na nguvu, sikuruhusu mwili wangu ulale. Mwili ulipokuwa unapiga kelele kwamba lala, matendo yananiambia nilale nisisimame. Nilikuwa niko kinyume na matendo. Hiyo ndio neno liwe hai ndani yako. Usifuatishe mwili unachosema, lifuatishe neno linavyosema. Lazima uwe active. Mwili ukikwambia wewe ni mnyonge, ni dhaifu, lala, sema mimi ni mwenye uzima, ni active, simama. Usikubaliane na mwili, usikubaliane na mawazo yako mabaya. Lazima tuwe na mawazo positive. Tuangalie Kristo mwenyewe ambaye ndiye uzima yuko ndani yangu. Usikubali. Hakuna siku Kristo nilimsikia amelala ameacha kufanya huduma anaumwa. Kwa sababu yeye hakulala kuumwa.
na mimi sitakaa nilale naumwa hata siku moja. Kama ukinikosa hapa, jua nina sehemu nafanya huduma, lakini si kwa sababu eti nimekaa ndani naumwa. Haleluya, haleluya. Lazima kazi iende mbele. Amen. Na kitu ambacho nashangaa leo Jumatatu nikafanya mitihani, nikaomba ruhusa, nikaenda nikaona jopo la madaktari. Niliwakuta kweli wale ambao wana experience ya kutosha, ma expert. Wakaniambia tumepima hakuna, lakini labda imefichika. Utakiwa unywe maji mengi, usije uanze dozi. Nikamwambia mimi sifanye dozi. Maji nashukuru nitakunywa, lakini dawa yoyote sihitaji kunipa. Sitaki dawa yoyote. Wakaniambia nenda baada ya mwezi mmoja urudi. Nikarudi. Wakanishangaa niko active natembea. Wakaniambia basi endelea na maji yako. Nikaendelea. Nakuja kurudi KCMC. Wanaona nimehudhuria kliniki. Wananishangaa. Haleluya. Haleluya. Wakanishangaa. Eti imekuwaje? Nikamwambia nimekuja. Haleluya. Na baada ya muda nikampata mtoto mwingine, namshukuru Mungu. Kwa hiyo nachotaka kusema, kile unachokiri ndicho kinachokuletea matunda. Kile unachokiona katika mawazo yako ndicho kitakachokupa majibu. Tunasema mtu anaishi kwa mawazo. Ndio maana nikatambua kusema kwamba Mungu ni wazo. Mtu anaishi kwa mawazo yake. Kama mawazo yako ni kushindwa, maisha yako yote utakuwa mtu wa kushindwa. Kama mawazo yangu ni kushinda, kama mawazo yangu ni utajiri, nitakuwa hivyo. Haijalishi mazingira yananiambia nini, haijalishi watu wanaona nini, lakini ukili wangu na mawazo yangu, my vision, ninaona positive. Angalia sana vitu vitatu katika maisha yako hii. Vision, mawazo yako, mtazamo wako. Hakikisha uwe positive ili uweze kumuona Mungu. Mungu hana negative. Hana mawazo ya negative. Hapana. Hana kushindwa. Na maandiko yanasema kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Kwa hiyo we are more than a conqueror. Na kama we are more than a conqueror, lazima tuzirishe ule ushindi wa kwetu uonekane. Acha watu wajue kwamba kweli ndani yetu kuna ushindi. Na tuongee habari za ushindi. Washindi hawaongei habari ya kufeli. Washindi wanaongea mipango iliyo hai. Washindi wanaongea habari za hoja zenye nguvu. Washindi wanakuwa wa kwanza kuona fursa. Washindi ni watu wanaongea habari ya kishindi, sio ya kushindwa. Lazima tubadilike. Hata ukitaka uwe mtu mkubwa kiuchumi, lazima uwe na mawazo makubwa. Lazima uwaze makubwa. Ukiwaza madogo unakuwa mdogo. Ukiwaza makubwa unakuwa mkubwa. Na siku zote waza kufanya jambo kubwa ambalo hata akili zako zitakusisimua ili umuone Mungu. Usiwaze madogo, usiwaze madogo. Kama unawaza kufanya biashara, usiwaze biashara $100. Fanya biashara kubwa, waza kiwanda ambacho utafanya kitakuletea faida ambayo itaonekana. Usifanye biashara ambayo kukupa faida ndogo, hautatoka kwenye huo udogo. Waza big ili uweze kuishi kwa viwango vikubwa. Uwe na mtazamo mkubwa. Usikubali mawazo madogo madogo. Waza mawazo makubwa. Maana aliyoko ndani yetu Biblia inasema ni mkuu kuliko yupi? Kuliko Mungu wa ulimwengu huu. Na kwa kuwa aliyoko ndani yetu ni mkubwa kuliko Mungu wa ulimwengu huu, kwa hiyo ni lazima na mimi niwaze makubwa, maana yeye aliye ndani yangu ni mkuu, ndiye atakayeniachilia ule uweza zaidi wa kufika pale. Hatufiki kwenye destiny zetu kwa mawazo negative. Hatufiki. Hatuwezi kuvuka ng'ambo ya pili kwa akili zetu. Na kama sio akili zetu zinatuvusha ng'ambo ya pili, ni mkono wa Bwana, basi mkono wa Bwana unyanyua vikubwa. Tujifunze kuwaza makubwa ili tumpe nafasi yeye mtenda makuu atende. Amen. Ukiwaza madogo ambao unayaweza wewe, utukufu wa Mungu haujaonekana. Na mimi na wewe ni watu ambao inabidi tusababishe utukufu wa Mungu uonekane katika maisha yetu. Waza makubwa, inawezekana. Wewe unafikiria kina Baresa ilikuwaje? Waliwaza makubwa. Walikataa kuwa wadogo, walikataa kwenye mawazo yao, walikataa kwenye akili. Wasomi wakubwa, marais waliamua. Nakumbuka kabisa rais anasema siku kale ndio kuchukua fomu. Anasema alikaa nyumbani alilala, wazo likamjia. Napenda mtu ananiambia hivi. Napenda sasa kwa mtu ananiambia nimeambiwa nifanye kwa nimeenda kufanya mchungaji. Napenda mtu ananiambie amewaza hivyo. Maana kama amewaza ataweza. Lakini yule ambaye unamwambia fanya hiki, hatafanya kwa moyo. Lakini yule ambaye amepata uwazo atafanya kwa moyo. Akaniambia nilikuwa nimekaa nyumbani, nimetulia naangalia TV. Wazo likanijia, kwa nini usichukue fomu ya urais? Basi nikaondoka peke yangu. Anasema akaondoka peke yake, hata mke wake akumwaga. Akaondoka zake, akaenda akasema jamani nataka fomu ya urais.
Mzee Magufuli, si ndio? Akaenda akapewa, si alishinda? Lakini wale ambao wanaambiwa na chama wewe utagombea walishinda. Yaani kile ambacho unakiona hapa ndio ushindi wako na ndicho kitakacho kutokea. Na kile ambacho hujakiona hapa hakiwezi kukutokea hata tukiweka mikono, haitatokea. Kwa sababu Mungu siku zote anaachilia kitu ambacho una uwezo nacho, hataki afanyaje? Akuonee. Aweze kukufanyia kitu ambacho hujakiona katika mawazo. Turudi kwenye maandiko. Mungu akamwona Ibrahim katika mawazo. Biblia inasema hivi, Ibrahim alikuwa Biblia Kiingereza ina tafsiri nzuri sana. Inakwambia katika vision ni yale ya mwanadamu, sio ufunuo wa Mungu. Vision yake alikuwa amekaa ana set maisha katika mawazo. Ninataka nije kuwa mtu hivi, niwe na mifugo mingi, ng'ombe wengi, nataka niwe na hema kubwa kuliko la watu wote. Nataka niwe na miliki uchumi wa size A na B C. Na alivyokuwa akiwaza hivyo, Biblia inasema hivi, Mungu akamwona, sio katika roho. Biblia inasema hivi, Mungu akayaona mawazo yake na akamtendea sawa na nini? Na mawazo yake. Mungu hawezi kukupa kile ambacho hujakiona hapa. Na mara nyingi sana tumekuwa tukishangaa, tumekuwa tukiamini yale tunayoyaomba kwa kinywa kwamba tutapokea. Mungu hajibu yale tunayotamka kwa kinywa, anajibu yale tunayoyaonea hapa. Sijui kama mtu amenielewa. Jifunze kuwa mtu wa mawazo. Jifunze. Simaanishi uwaze matatizo. Unajua kuna watu wanawaza maisha. Unawaza maisha ni ujinga. Ona nafasi uliowekewa katika mawazo. Wewe ni nani? Hebu jiulize tu. Fumba macho yako kwamba who I am. Who I want to be. Kesho niwe nani? Nataka iweje? Nataka niishi maisha aina gani? Anza kukreti ulimwengu wako katika mawazo na utaniambia kama Mungu atakutendea. Mungu anakupa kile unachoona. Naomba moja nifungulie Yeremia. Fungua kitabu cha Yeremia tuone. Unajua anataka tuthibitishe kwamba hicho ninachokisema ndicho. Yeremia 1. Mstari wa 10. Naomba moja nisomee. Soma Biblia yako takatifu inasema nini? Ubarikiwe. Angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza. Ili kujenga na kupanda. Mstari wa 10. 11 mimi. Tena neno la Bwana likanijia, kusema Yeremia waona nini? Neno la Bwana likanijia na kusema Yeremia unaona nini? Sio Roho Mtakatifu amekuonyesha nini Yeremia. Haijaandikwa Roho Mtakatifu amekuonyesha nini Yeremia. Mungu anamuuliza Yeremia, anamwambia Yeremia waona nini? Biblia Kiingereza, kuna mtu wa Biblia Kiingereza hapo anisomee mstari kwa Kiingereza. Nisome tu kwa Kiingereza uone. Kwa Kiingereza inaongea vizuri sana. Ile unaona inasema vision. Inaongea vizuri sana. Unaona nini? What is your vision? Unaona nini kwenye vision yako? Unaona nini? Haleluya. Haleluya. Akamuuliza unaona nini? Safi. Je, ndio tena mbele. Nikasema naona mpito wa mlonzi. Ndipo Bwana akaniambia, unaona vema. Kwa maana akamwambia umeona? Hapa anaongea kuhusu mawazo. Anamwambia nimeona hiki katika mawazo. Naye anamwambia umeona vema. Siku zote Mungu yupo pamoja na sisi kwenye mawazo yaliyo nini? Positive. Lakini mawazo negative wakati Mungu anatuacha. Mungu hayuko hapo. Mungu akubariki keti mtumishi. Mungu hayuko hapo. Wewe unaona nini? Unaona nini? Na kama Kristo yuko ndani yangu, vision yangu imebadilika. Kwa sababu yeye ni positive, ninaona kuhusu yale yote positive. Hata lile ambalo watu walikuwa wananiambia hutaweza. Kwa kuwa ninaye yeye anasema ninaweza mambo katika yeye anitie nguvu. Kwa hiyo kwa sababu ninaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu, hakuna litakalo nishinda. Ninaona ushindi. Ukiniuliza unaona nini? Naona kushinda. Ukiniuliza unaona nini? Naona uzima. Ukiniuliza unaona nini? Naona furaha. Unaona nini? Naona amani. Unaona nini? Naona baraka za Bwana zikimiminika. Kwa sababu ndivyo ilivyo. What is your vision? What is your vision? Unaona nini? Na siku zote Mungu anakupa kile unachoona. Angalia. Huyu ni jasiri, ni shujaa ambaye anaona positive. Angalia wale watu, kwenye Biblia imeandikwa kuna mfano wale watu waliotumwa kuipeleleza nchi. Waliporudi walimwambia Joshua nini? Wakamwambia yale tumeenda kule. Wale walikuwa wangapi? 12. 10 watu akasema nini? Akasema tumeona majitu. Biblia inasema magiant. Giant ni mtu ambaye mrefu, mpana, mnene, mimi mwembamba. Magiant hayo. Anasema tumeona
Magiant. Waisraeli wao wenyewe ni magiant, lakini sasa hao walikuwa ni magiant zaidi. Sasa wao waliangalia kwa mazingira. Usipende kuangalia kupitia mazingira, utafiri. Kama ni wewe unaenda kwa mazingira, una tofauti na mganga wa kienyeji anayebashiri kutokana na mazingira. Anaangalia mawingu, leo mvua inanyesha. Sasa hicho ni nini? Angalia mawingu na manyunyu yananyesha mvua, niambie mvua inyeshe, alafu ikome isinyeshe. Hiyo ndo sawa. Kile ambacho hakionekani kwenye mazingira ndo tunakitamka, alafu kinakuja kuwapia. Huo ndio ushindi. Haleluya. Unaona nini? Akasema tumeona giant, na tulivyojitazama sisi tukajiona kama ni vipanzi mbele ya majitu. Waliona katika mawazo na walikufa pale pale kwa sababu ya mawazo yao finyu ya negative. Mungu hamwachi mtu mwenye mawazo negative kupiga hatua. Na obvious kwa sababu unauzalisha utukufu wa Mungu. Ukiishi ni neema. Ukiishi neema. Wengi tumewazika kwa sababu walikuwa na mawazo negative ya kujiona panzi. Na kuna mwingine anakuambia mimi ni mdogo sana, mimi ni mtu mdogo sana. Nikikutana na mtu ananitambulisha kwa maneno hayo, sipotezagi muda wa kusimama hapo. Asije akaniambukiza, nisipoteza hata muda wangu. Biblia inasema unajua maneno machafu unapoyasikia yanaharibu nini? Yanaharibu imani yangu. Sitaki haribu imani yangu. Kwa hiyo sitasikiliza. Lakini mtu akiniambia mimi ni mtu mkubwa sana, aisee nitamwangalia. Nione ukubwa wake uko wapi. Napenda kujifunza sana. Napenda kuwa mwanafunzi sana. Haleluya. Bwana apewe sifa. Lakini wale wawili wakasema wale watu tutawaweza. Mungu aliyetushindia huko, alitupa nguvu tukapiga. Tumevuka, ametutoa ng'ambo. Hawa watu hawa ni vitu gani mbele yetu? Hawa tunawapiga mara moja. Na ndivyo ilikuwa. Wakaenda wakamiliki hiyo nchi. Wale wengine wote wakaangamia, lakini hao wakaingia kwenye nchi kwa sababu waliona positive. Tunaishi kupitia mawazo unayowaza. Maisha yako yamefika hapo kwa sababu ya mawazo yako ya juzi na jana. Naomba kabla tujavuka mwaka badilisha mawazo. Ninaongelea hatua 3. Hatua za kwanza nimekuambia nini? Mawazo au nia ndani. Hatua ya pili ukiri. Hatua ya 3 matendo. Haleluya. Au muonekano wa nje. Muonekano wako wa nje unaonekana Lydia au unaonekana Kristo? Aonekane Kristo katika muonekano wa nje. Muonekano wa mawazo aonekane Kristo. Muonekano wa ndani katika ukiri wa maneno yangu aonekane Kristo. Haleluya. Haleluya. Na maandiko yanasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Na mimi nimeona kabisa kuna watu walipendana, hata kutembea wanafanana, hata kuongea wanafanana kwa sababu wamependana. Nikimpenda Kristo nitaongea kama Kristo, maana nimemkubali huku ndani. Kwa hiyo yale maneno yake nayapenda, nitajikuta na unitamka yale maneno yake. Ndio maana watu wakamwambia Petro, mbona hata kutembea kwako? Alipojaribu kukana, akamwambia mbona hata kutembea kwako kama yeye. Haleluya. Haleluya. Lifuatilie somo, usikubali usingizi, lifuatilie. Kuna sehemu nataka nikupeleke. Kwa hiyo maandiko yanatuambia vyote vinafanyika kwa Yesu. Vyote vinafanyika kwa Yesu. Yesu ni mambo yote ndani ya yote ninayohitaji. Ninatakiwa mimi tu nibadilishe mtazamo wangu. Nibadilishe ukiri wangu. Nibadilishe na namna ninavyotenda. Nisiishi tena kama mwanadamu niliyekuwa na mapungufu. Na ndio maana kuna mtu anakuta anasema, baba, sisi ni wanadamu wenye mapungufu. Naomba unisamee." Utabaki kuwa mwanadamu wa mapungufu. Badilisha maombi yako. Baba, nimesimama kwako, nimetambua kupitia neno lako ya kwamba nimekosa. Unajua omba kama mwanasheria. Sio kama mwanasheria anakiri udhaifu. Mimi nawapenda sana wanasheria. Hata maneno yao. Ya kwanza wamejia commanding language. Hawana request language. Yaani kwa nini? Sababu wanajiamini. Kupitia sheria hii nina haki. Yaani hapa niko sawa, sijaenda nje ya sheria, anajiamini. Kwa hiyo na wewe ni mwanasheria wa neno la Mungu. Nina haki mbele za Mungu. Nimekosa baba, nimekosa kupitia neno lako. Kwa kifungu hiki cha sheria mimi ni mkosaji. Ni udhaifu wangu. Ukisema udhaifu na maana hapo sheria uitambui. Utabaki kuwa mdhaifu. Lakini kwa neno hili leo nimejifunza kwamba mimi ni mkosaji, nisamee, nimekosa. Nipe nguvu za kuendelea mbele. Mungu haangalii makosa yako kuwa chanzo cha kukurudisha nyuma. Anaangalia lile kosa lako pale ulipoanguka iwe ni sehemu ya kwanza kuanzia hatua ya mbele. Haleluya. Ndio maana amejaa neema na rehema.
kwa sababu yeye hata tukidondoka hatuhukumu katika ule uovu. Unajua kuna watu wanamchukulia Mungu is a punishment, a judgment, yule ambaye ananisubiria nikosee ili anihukumu. Hayuko hivyo. Mungu sio mwalimu kwamba anakusubiri ukose akuchape. Yeye Mungu anataka ukikosa ujifunze kupitia kosa lako upige hatua mbele. Yeye anachotaka tusirudie nini? Kosa. Ndio maana mara zote anamwambia Israeli, inuka, nimeyasamehe maovu yako, anza upya. Kuanzia leo mimi ndio Mungu wako. Maana anataka uendelee. Endelea. Mungu wetu ni Mungu anataka tuendelee katika nini? Katika mema. Usirudi nyuma. Kuna watu wengine tumekwama hapo jangwani, anajihukumu. Unajua nimemkosea Mungu. Unajua nimemkosea Mungu. Imebaki kuwa subject kila siku. Na kila siku utazidi kumkosea kwa sababu zemo unavyoliangalia tatizo ndivyo linavyozidi kukuvaa. Macho yako yasiwe na tabia ya kuangalia tatizo ulokuwa nalo. Angalia ushindi ulioko ndani yako, tatizo litayeyuka. Amen. Lakini tunakuza matatizo yanakuwa kama mlima Kilimanjaro kwa sababu unajiangalia katika upande wako. Mimi siwezi. Ndio maana tuna Kristo ndani. Najua kwamba mimi siwezi, lakini Kristo yuko ndani yangu anaweza, navuka. Ndio maana yule mwandishi akasema ninaweza mambo yote. Hakusema basi, alisema yote katika yeye anitiaye nguvu. Kama yote yanawezekana katika yeye anitiaye nguvu, hofu inatoka wapi? Huzuni inatoka wapi? Mashaka yanatoka wapi? Na yamkini mazingira yamekuwa kipigana na wewe kwa sababu yanakujua kwamba uko wiki hapo. Usiwe mtu wa kuangalia mazingira. Ningekuwa naangalia mazingira, nafikiri leo ningekuwa naitwa marehemu. Ningekuwa naitwa hayati fulani kabisa. Lakini sikuangalia mazingira. Mazingira ya nje zilikuwa ni dalili zote. Yaani huku nje kweli waliokuwa wananisomea pale ndivyo nilivyokuwa. Ndio zilikuwa sifa za huku nje zote. Lakini ndani yangu kuna uzima. Nilikuwa na apply imani, inachukua huu uzima, inasupply kwenye nini? Kwenye mwili huko nje. Kwa hiyo nikaa nachangamka. Sikukubali kulala. Ndio maana hata Paulo aliniambia utalala, nikamwambia nishusheni nikale chakula. Siwezi kulala. Haleluya. Siwezi, na mambo ya kufanya. Ni mtu natakiwa ni ukomboe wakati. Katika ujana natakiwa niifanye kazi kwa bidii ili niweze kuitolea hesabu. Haleluya. Ogopa siku inapita hujafanya kitu. Na watu wanafikiri kuokoka ni kufanya kitu kwa Bwana. Alioniambia Bwana ya kutenda, anataka niishi na wenzangu as a family. Kile ninachokijua niishi na wengine kama hivi. Lakini pia nihubiri injili ambayo ni halisi, nimeishi, nimeivunia matunda ili niweze kumshuhudia mwingine. Ushuhuda ni ule ambao umeuishi, ndio unamshuhudia mwingine. Haleluya. Na kama ndio hivyo, inatubidi sasa maisha yetu yawe na uhalisia wa neno. Tuone tumevuna kupitia neno la Mungu. Kama neno la Mungu ndio vyote, ndani ya vyote ninavyohitaji, basi nisionekane ni mtu ndiye poa katika maisha yangu. Nionekane mtu niliyejaa. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema pale mwanzo, ili mfanyaje? Mmiliki. Tumepewa nguvu ya kumiliki. Lazima tumiliki. Lakini eneo la kumiliki nimelifundisha sana. Jinsi ya kumiliki tumefundishana sana. Lakini nataka nizungumzie eneo moja la kutiisha. Lazima utiishe mazingira ya kubaliane na neno. Jifunze kutiisha. Ninaumwa ugonjwa kocha naambia nilala, naambia usikia. Akili sikia. Na wewe ugonjwa ulioko ndani sikia. Eza uondoke kabisa, uniache huru. Kabisa ondoka. Kama uondoke basi ukae na unyamaze kimya, nifanye mambo yangu yote. Kwa lazima ujue kutiisha mazingira, hata kama mazingira si rafiki. Ngoja nikwambie, kuna kipindi kilikuwa ni changamoto sana. Ni kipindi natakiwa kusimama kwenye huduma. Ni kipindi natakiwa kusimama kwenye masomo. Ni kipindi ambacho mtu ndio anakaa naye ananiambia naondoka. Alafu na mtoto mdogo. Na kama unavyojua chuo huwezi kuingia na mtoto darasa, unaingiaje? Ukisema upange chumba umchukue uweke huku mtu, uweke na kule mtu kukaa naye, cost ni kubwa sana. Kwa hiyo ikawa ni kipindi ambacho mazingira yalikuwa na kila sababu kunifanya niseme shule basi na huku naweza kujitetea kwa namna yote ile. Lakini yale mazingira hayakunikamata. Nikamwambia shetani, utajua kwamba nguvu iliyoko ndani ya Roho Mtakatifu iko ndani yangu, utajua kwamba nina nguvu. Nikawa nafika nafanya huduma na mtoto. Na sijui kumbeba mgongoni. Nilikuwa naweka hapa tunaendelea na huduma. Tunapiga huduma mpaka wengine wanakuja wao ndio wanamchukua, watambembeza analala amelala. Na bado nilikuwa naenda kama kawaida kule. Wakashangaa usiku na paki mizigo naenda zangu chuo. Baba anaweza sema naenda chuo na huyu mtoto unamwacha nani? Nikamwambia utamuona, anakuja utamuona. Kwa akajua ni mdada anakuja.
Kumbe paka anajiandaa sina mtu yoyote. Nikamwambia bwana nishamaweza kujiandaa, naomba unikimbize Moshi niende. Sasa mbona mtu hajafika? Nikamwambia anafika. Saa hiyo nakumbuka. Natoka saa 9, saa 8:30. Ndugu yangu ambaye ana familia na watoto wametoka Dar. Tena ghafla tukaja na bodaboda nini? Tunafika pale ananiambia naye kuja yuko wapi? Nikamwambia yupo atabaki nao. Na kipindi hicho Abi ni mdogo kweli. Mdogo. Nafika pale tunaondoka. Anamuona. Ananiambia kumbe kwamba sana na huyu. Nikamwambia tatizo lako ishi kwa imani. Naambia sirudi. Kwa nini shetani akubali? Niache chuo nirudi. Na hapana, kurudia mwaka hapana. Na nilikuwa nimevifungia. Nafikiri hapo ungeuliza swali hivi ingekuwaje kama singeonekana yule. Malaika ingekaa naye. Hivyo unafikiri kwamba katika maamuzi magumu waga Mungu asimame? Na ngoja nikwambie, nimemwona Mungu kwenye maamuzi magumu akisimama na watu. Ndio maana anasema leta hoja zenye nguvu. Kama una hoja ambayo haina nguvu, usitarajie majibu mbele za Mungu. Na kama hauna maamuzi magumu, usitegemee kumuona Mungu. Kwenye maamuzi magumu tunamuona Mungu. Wewe unafikiri ningekaa hapa yule angekuja? Asingekuja na asingemuona Mungu. Kwa hiyo kama unataka umuone Mungu, piga hatua ya kwanza. Nisaidie kuambia jirani yako piga hatua ya kwanza. Petro alitaka amuone Mungu atembee juu ya maji. Na ile akaamua kutoa mguu wake akatembea juu. Si alipiga hatua? Si alitembea? Na Mungu akaendelea kumuona. Ni mashaka tu kuja hivi ni mimi Petro natembea juu ya maji. Ndio akataka kuzama. Yesu akaenda mshike mkono. Maana alikumbuka alikumbuka utu wake. Ukiamua kufanya maamuzi magumu usirudi nyuma. Haleluya. Na usiwe mtu kujihesabia hatia, nimemkosea Mungu. Yeye mwenyewe anatutambua. Yeye mwenyewe anajua kabla sijamtenda kosa, anajua kwamba nitatenda. Ameshazisoma akili zangu, ananitambua. Simaanishi utende dhambi. Lakini namaanisha anakujua. Anakujua uweze kumdanganya. Kwa sababu ananijua, sihitaji kumuogopa. Ninahitaji kujiweka wazi nimwambie ni kweli, nipe nguvu, niweze overcome this situation. Huo ndio ujasiri. Haleluya. Jifunze kutiisha mazingira, jifunze kutiisha. Jifunze kuishikilia amani yako ama furaha yako, usiache tetereke na mazingira. Kwa sababu imani ikitetereka na mazingira, imani ya Kristo haitasimama ndani yako. Na utukufu wa Mungu hautaonekana. Kuna wakati unaweza kutikisishwa kama kiberiti. Na wewe lazima umwambie shetani mimi sitikisiki. Hawatatikisika. Haleluya. Unaambia shetani sintatikisika. Wewe nitikise sitikisiki. Wanasema kisiki cha nini? Cha mpingo. Sitikisiki. Wewe nitikise hapa sitikisiki. Ana kutikisa umesimama tu hivyo. Sasa hivi huyu ni kinyago nini? Wanakushangaa utikisiki. Tewa kuna kipindi unakuta unakadada na kuibukia tu. Naondoka ghafla tu. Una mipango yako unajiandaa, anaondoka. Na usilie, mwambie nenda kwa amani. Naenda sana, mwambie sasa hivi ondoka. Ondoka sasa hivi. Ili akujua kwamba utikisiki, mwambie ondoka sasa hivi. Alafu mwambie Bwana Yesu, hebu nisaidie hapa wazo. Wewe ni mawazo, nipe wazo. Hapa inakuaje leo? Nabebana vipi? Utashangaa. Andaa vitoto vyako weka hapo. Alafu utashangaa kitu kinachokuja. Wala nikwambie, hakuna kitakachoharibika. Yataenda kila kitu kwenye nini? Kwenye mstari wake. Tusiangalie mazingira hata kama mazingira yanakataa yanapingana na sisi kabisa. Na huu ndio Ukristo. Siku zote Ukristo haukubaliani na mazingira. Sasa ndiko nimesema, ulimwengu hautakubali kwa sababu ulinikataa mimi. Kwa nini utawakataa? Ulimwengu nini? Watu na mazingira yake. Kwa hiyo mazingira ya ulimwengu yatakuwa challenge siku zote kwangu. Mimi ni kujifunza kutembea juu ya nini? Ya hizo changamoto. Jifunze kutembea juu ya maji. Haleluya. Ukiona hiki kinaibuka jifunze kukanyaga. Jifunze kukanyaga. Ndio maana tukapewa mamlaka Luka 10:19. Tumepewa mamlaka ya nini? Ya kukanyaga. Jifunze kukanyaga. Jifunze kuishi maisha ya kwako, jiamini kwamba ninaweza nikaishi hata kama sitakuwa na mtu yote ndani ya nyumba, naweza nikaishi. Na uwezo wa kusurvive hata kama nikaambiwa kazi nimesimamishwa ghafla. Nina uwezo wa kuendelea kuishi. Jiamini. Na yote kwa sababu tunategemea mwanya huu mmoja wa fedha. Hiyo ndio shida. Hapo ndio shida. Unajikuta unamworship wa boss kwa sababu ndio mwanya huo wa pesa, hauna mwingine. Watoto wa Mungu tujifunze kuwekeza. Wekeza pesa yako. Ifanye pesa ikutafute. Amen. Yaani weka kwamba hii pesa nitakula baada ya miezi 2, 3. Hii kitoka nakula hii, kitoka hii nakula hii, kitoka nakula hii. Hata shetani ataogopa kukutikisa. Sasa unategemea mwanya mmoja na shetani akigusa kiziba hivi umezimia. Inasikitisha.
Inasikitisha siku napigiwa simu. Mnajua nini barua? Mnasomeka. Ukisomeka vibaya unaangalia mchungaji wake yuko wapi. Nitapigwa simu haraka kweli. Sijui kama hata mhusika alijua kama nilipigiwa simu. Mchungaji. Bwana asifiwe. Amina. Namba ngeni. Kondo wako kadondoka hapa kazimia. Wapi? ATM. Nini? Sikatumbuliwa. Kaenda kuangalia mshahara sasa anachukua pesa ikakosa kadondoka. Nikamwambia sawa. Eneo gani? Uje umchukue kazimia kabisa, unajua tumemtikisa hapa hajamka kazimia. Kwanza niliona aibu. Nitamani nishuke na fimbo. Nitamani mchape pale anyanyuke. Niliona aibu kweli. Alafu ni mtu mkubwa kwangu. Nitamani mchape kweli kweli. Sasa ni wewe mtu. Amenitia aibu sana. Benki gani wananielekeza? Akasema sasa jamani. Nitawekaje pale mguu wangu? Nikasema malaika, hebu mnyanyueni kwanza amke, afa kiamka tu mpe macho aje huko. Akija nitamchapa na maneno makali hata rudia ujinga wake. Sasa hiyo nikaona amejikokota amekuja, na message anakuja. Ameamka anapanda huko juu sio anakuja huko kwako. Na mwanga hiyo. Walinzi wengi wabulu wanaojitolea. Wanakumonitor na wanajua unasali wapi. Kwa hiyo akaingia. Nasikia rodi. Ni bora nife. Nikamwambia tena uache ujinga wako kaa. Nikamwambia haya umezimia kwa nini? Nikamwambia namshukuru Mungu ana neema. Kweli Mungu sio malolo. Ningekuwa mimi ningekudedisha kabisa. Uache kuwa aibu. Anatoa macho. Nikamwambia umetia aibu. Hebu ingia kwenye toba nielewe. Hivi unajua nimetumbuliwa? Nikamwambia umeonewa. Sasa kama hujaonewa kitu kufanya uzimie nini uzimiki? Nitaishije? Nikamwambia wewe. Tubadilishe hapo. Haleluya. Sitaki kuongea mengi hapa, naomba tubadilishe, sawa? Amen. Nikajisikia tu huyo mtu hata nikiwa mkali hata nielewa, nikawa mpole kabisa. Lakini nikamwambia acha niitunge sheria ipite kwa rais. Ananiambia tunaitungaje? Nikamwambia wewe, mwanadamu nimepewa nguvu hizi za kumiliki na kutiisha. Tena imeanza kutiisha alafu kumiliki. Acha nikatisha alafu nimiliki. Hiyo position hapo. Kwani aliyeandika ile maneno ufalme wako umepungukiwa ni nani? Alikuwa ni Mungu. Si ni Daniel mwana maombi akaandika, lakini watu walifikiri ni Mungu. Na kuna watu wanajua ni Mungu aliandika ile maneno. Alikuwa ni mwana maombi. Tunaweza kutangua, tunaweza kuweka. Nikasema acha nikaifuta sheria fulani nikaiweke hii. Nikasimama nikaingia huko. Unajua nimeingia huko, yeye amekaa hapo amenyoka. Yeye nikaona huyu atanipa mzigo. Kaflat kabisa. Nikapiga ngombe nikamwambia endelea hapa nianza kupanga mipango upya. Nilikuwa sijai kufanya biashara. Nikamwambia ya nini? Na biashara ya kuifanyia kwa panic ni hasara tu. Utaliwa wewe. Nikamwambia hiyo pesa ilete hapa madhabahuni. Tukafanye kitu pale site. Kuliko uipeleke kwa utaliwa hiyo ni panic. Nitaishije? Nikamwambia sasa. Nikamwambia utaishije vipi? Hiyo kazi ulizaliwa nayo. Basi baada ya muda ndo akanielewa. Alinielewa siku ambayo tumekaa naye na mwambia utapokea simu. Hakunielewa. Utapokea simu leo, hakunielewa. Ghafla akaitwa na wenzake akashuka napanda. Ile anashuka anafika kule. Kwanza sasa alimpigia simu njoo. Kwenda nakuta jina lake limerudishwa. Anasema unajua ilikuwa ni kweli. Yaani nilikuwa ni mtumiwa sio wa kuonewa wa kweli. Na hii serikali hii nimeshangaa tena jana. Hapo umeshangaa nini? Ona, nikamwambia hujui kwamba tumepewa nafasi ya kutisha. Tumepewa nafasi ya kumiliki. Unashindwaje? Haleluya. Kuna wakati nitakubali, unajua kuna wakati unaweza ukatiisha, kumbe mkuu ashatiisha. Kwa hiyo nitasema yes sir. Sababu najua hii ni order kutoka kwa mkuu. Kuna wakati baba atanifundisha namna kujitegemea. Alinifundisha kweli. Nilikuwa nategemea sana mdada. Yaani kiasi kwamba akiniambia anaumwa nitamgaramia, nitampeleka hospitali kubwa. Yaani akiniambia anaondoka na mbembeleza, naweza sileta ibadani kwa ajili ya kumbembeleza nimtoe out jamani hivi na hivi. Lakini baadaye nashukuru nilifundishwa. Hapo nilikuwa mtu weak sana hapo. Nilikuwa wiki mno na kwa sababu ya mazingira fulani ilikuwa inanikosta. Nilikuwa siwezi kuishi maisha yangu bila kuwategemea wale. Nilikuwa nawategemea wale. Kuna mambo mengi yalikuwa siko vizuri. Kwa hiyo nilikuwa nawategemea sana. Kiasi kwamba kiniambia anaondoka na sasa ndo mwanzo wa kuumbuka. Inakuwaje? Lakini alinifundisha nikajua namna ya kujibeba. Ngombe jirani yako jibebe. Jibebe. Hiyo ndio formula mpya. Tunavuka mwaka na kujibeba.
Acha kutaka kubebwa, jibebe. Be strong yourself. Anamwambia Joshua, be strong and be whole yourself. Sio mpaka tukutietie nguvu ndo unanyanyuka. Wewe mwenyewe kwa sababu una neno ndani la nguvu, pokea nguvu kwa jina la Yesu. Haleluya. Akaja kwenda karudi. Kwa hiyo nataka nikwambie ni jinsi gani tuna uwezo wa kutisha mazingira. Tisha mazingira. Lakini kuna wakati Paulo anasema nimefundishwa, najua kulala na njaa, najua kushiba. Kuna wakati baba anataka tufundishe kulala na njaa tujue. Kuna wakati anataka, ngoja nikwambie kuna kitu nimejifunza. Kuna wakati mmoja mwenzangu akaniambia, hebu chunguza hili jambo. Au mtu anakuroga? Mbona wanakuja wanaondoka, wanakuja wanaondoka. Kilikuwa ni kituo chako. Analala, kesho anakuambia anaondoka. Unajua kama ilikuwa mchezo. Analala, naondoka. Analala, naondoka. Akaniambia hebu chunguza. Nikamwambia kwani shida ni nini? Nikabidi nianze kufanya vile ambavyo alikuwa ananisaidia yeye asione mzigo. Ili anione mimi nimekuwa strong. Lakini huku ndani nikaa namsemesha baba, hivi ni kweli anachokisema huyo au nini? Wala sikupata majibu kwa ujinga wao walikuwa wanamuuliza. Baadaye nikajifunza kwamba okay, kuna wakati Mungu ana tabia ya kuwaondoa watu walioko karibu na wewe ili apate ushirika na wewe. Amen. Kuna watu wanakuja na vitu vyao vinazuia sauti ya Mungu kusound kwako. Kwa hiyo lazima akutenge nao. Ndio maana akamwambia Ibrahim, jitenge na. Kuna wakati Mungu anataka ubaki peke yako ili akufundishe umuelewe sawa sawa. Kuna wakati mwanafunzi mnaweza kufundisha mbele ya darasa akaelewa. Kuna wakati anatakiwa private awe yeye na mwalimu ofisini anaelewa zaidi. Kwa hiyo wakati utambue. Niliutambua wakati kwamba kumbe it was my time. Nikae nimuone Mungu. Sasa nikisema Mungu anaweza wakati nilikuwa na udhaifu. Nilikuwa sipendi kazi. Ndio ulikuwa udhaifu wangu. Yaani kwa kweli nilikuwa natumia pesa kufanya shughuli. Na ndio maana nilikuwa kiniambia naenda na namuongezea hela. Naenda naongeza. Sasa nilikuwa na pesa. Kwa hiyo nilikuwa nazo. Yaani kuingia huko unaona kama kupoteza muda. Yaani kutanipotezea muda kwa kweli. Lakini sasa nimemwona Mungu kwa sababu ninajua. Hata akisema yaani wote yaani nitazimudu kweli kwa dakika. Na sasa nimekuwa hardwork, nimekuwa chap. Amen. Kwa hiyo nimefundishwa. Kwa hiyo kuna wakati tunafundishwa eneo hilo pia. Amen. Kwa nini ananifundisha eneo hili la kimwili? Ananifundisha mazingira yote nijue. Nijue kumwona Mungu nikiwa peke yangu, nijue kumwona Mungu nikiwa na wao. Amen. Na ina faida kubwa, anataka kufundisha mkiwa. Kuna wakati baba anataka aseme na wewe katika utulivu. Anataka kuone. Na kuna wakati Mungu anataka akuseme na wewe ukiwa kwenye majaribu au ukiwa kwenye changamoto za mazingira ili aone una react vipi. Haleluya. Amen. Unajua hata mtoto wako unampa zawadi unakuta anakuheshimu. Alafu kuna saa unaacha kumpa zawadi. Uone bado atakuita baba, atakuheshimu. Alafu unamtuma. Mara ya kwanza unamsumbua, mara pili ya tatu. Uone kama ile ilikuwa inatoka ndani moyoni au ilikuwa sababu ya vitu. Alafu baadaye unaona tu kama ametulia, unajua yes. Sasa huyu ni mwanangu. Mungu ni shape, lazima atushape ili tuende katika modo yake. Lazima tutengeneze. Kwa lile ambalo unalopitia ama ambalo limetoka kukupata, usifikiri ni shetani anakuonea. Ni Mungu ameruhusu likupate ili likushape. Tunakuwa shaped kwenye majaribu, tunakuwa shaped kwenye matatizo, tunakuwa shaped kwenye mazingira magumu. Ndio tunakuwa shaped, tunaweza kupita kwenye mlango mwembamba. Amen. Haleluya. Maana tumekuja huko na unene umekuja umejaja, lazima atakushape. Na wakati anakushape huwezi kufurahi. Unasikia maumivu, lakini anakutengeneza uwe modo wake. Amen. Haleluya. Haleluya. Unaweza ukapita kwenye ugonjwa na utakuwa wako ukiukubali. Lakini ukiukataa hapa kwenye mawazo na hapa kwenye ukiri, hapa kwenye maneno hapa. Mimi nasema kile kipimo ambacho Mungu anasema tutapimwa maneno yetu. Hivi akijajia akili ni kikubwa. Maana kuna mtu kwa dakika anaongea maneno 50,000 kwa dakika moja. Kile kipimo sijui kikoje. Na hiyo siku tutaumbuka maneno. Unajua hatujui na mtu amuongeaji sana hana muda wa kutafakari. Kuna wakati inakubidi unyamaze ili upate majibu huku ndani. Kuna wakati inabidi usiongee kwa hapa, unaongea kwa hapa ili baba akutane na wewe hapa alikamilishe. Na ndio maana mipango Mungu akikupa wazo akakuwekea ukaanza kutamka kwa kinywa limeharibika. Inabidi uliache hapa kwenye mawazo ili yeye alikamilishe lionekane. Hatuhitaji utuambie Mungu anataka kubariki wapi ili mkosti Yusufu.
Yusufu alichelewa sana kufika kwenye destiny yake kwa sababu kila chochote kinakuja hapa alikuwa anakiweka hapa. Sio kila kitu cha hapa cha kushusha hapa. Kuna vingine vya hapa unaviacha na kutana na Mungu hapa. Alafu anavikamilisha, watu wataviona, wao ndio watavisema. Tatizo wewe unataka uwe ujishuhudie mwenyewe mambo yako. Haiwezekani. Haiwezekani, hatutafika. Watoto wa Mungu tuache hata ushuhuda, unavyotoa ushuhuda, toa ushuhuda kwa ufahamu, kwa uelewa. Ushuhuda ndio unaweka kila kitu wazi. Kila kitu wazi mpaka adui anakuelewa vizuri. Alafu kuna watu wajua hata kushuhudia. Kushuhudia anaanza, ushuhuda una side mbili. Ulikuwa unateseka wapi? What God has done to you. Ndio tunataka tuone. Sio alinipiga ataka shetani ningandamiza. Usituelezee kwa urefu jinsi ulivyokanyagwa. Maana unavyosema hivyo kuna wengine hapo wamekanyagwa zaidi yako. Sasa unapoteza muda kuhubiria failure ambazo watu hawataki waondoke na failure, wanataka waondoke na nini? Na ile hatua yako ya ushindi. Yes. Hallelujah. We need a solution. And who is solution maker? Jesus. Anakuambia si hapa amesema. Si hapa amesema katika hii uliona moja mstari wa 3, vyote vilifanyika kwa huyo. Vyote vilifanyika kwa huyo. He is a solution maker. Kwa hiyo hatuhitaji kufanya solution upande mwingine. Yeye mwenyewe solution maker. Hatuhitaji kuangalia faraja kwa mtu. Ujifunze. Uwezo ukapewa faraja na mwanadamu. Awe ni mke au mume, hawezi kukufariji. Kuna watu mnaangalia faraja kwa mume, kwa mke. Mtagombana kila siku. Mtagombana kila siku. Hawezi akanifurahisha. Na siwezi kumfurahisha. Natakiwa nifurahi kupitia Kristo kwa sababu yeye ndio kila kitu. Haleluya. Haleluya. Sasa ingia tunakuwa wajinga, tena wamama tunakuwa wajinga, unalazimisha. Sema unanipenda. Hata kama haiko huku, sema hata hapa nakupenda. Inakusaidia nini sasa? Sina kupumbaza. Unajua nimeonewa leo kazini, umetoka na stress zako kazini kumwambia mwenzako. Unajua ni wamenifanyia vibaya. Yaani kazini nimeonewa, nimefanywa vibaya. Is that your God? Is a solution maker to you? Unaenda kumwelezea ni boss kanionea, unaenda kumwelezea mume wako. Yeye mwenyewe anamuogopa bosi wako. Unaenda kumpa majanga mengine. Amenionea, unajua fulani ananionea. Kwanza unajua unamchosha. Yeye mwenyewe naye kaonewa na huyo au na mwingine anamuogopa. Naye apeleke wapi kwake. Matokeo yake atakunyamazisha kwa neno kale useme, mimi nilijua tu mwenyewe unipende, sijui likoje, ndio mume gani wewe? Sio ndio mume gani? Umepeleka kesi kwa mtu ambaye sio sahihi. Mpelekee yeye mwenye uweza. Ndio maana kwa yeye naweza mambo. Mimi mwenyewe naweza nikajifariji. Nimepata changamoto, ninajua overcome changamoto zangu. Na yeye sitakiwi nimuelezee changamoto zangu. Anatakiwa aone mafanikio yangu. Alafu aniulize hivi ulipitaje hapa? Ndio nitamwambia it was not easy. Nilipita kwenye A, kwenye B, lakini result imekuja C. Let people waone nini? Matokeo yako. Usituelezee failure zako. Failure tusiziangalie. Tukiziangalia zitaturudisha huko. Tuangalie ushindi ulioko ndani yetu. Hallelujah. Hallelujah. Wewe hata kama unipendi, ungenionea huruma, hata ungenifanyia tatu niambie pole. Haya pole, muone anakucheka. Yaani wewe mwanamke sijui ndio alikoje. Kakitu kadogo kwa mwanamke ana mzigo huyu. Kumbe ndo anakushangaa. Wewe unaondoka kichwa hicho umefurahi. Kaniambia hivi. Huo ni utoto. Be hold yourself. Ndio maana Biblia ikamwambia Joshua, be hold and be strong yourself. Usingoje kuinuliwa. Baba unaweza, utafanya vizuri, fanya tu. Kwanza mimi sipendaji akishaniambia hivyo ndio naona kama ananipa deni kubwa. Maana akishaniambia na kuamini unaweza. Alafu atataka niende kimwili, wakati nataka kiroho, atataka sasa kumwonyesha kwamba kweli naweza. Alafu nitaacha kumwangalia huyu huku ndani. Bora kae kimya. Ili wa huku ndani atake nini? Afanye. Haleluya. Msipenda kutiwa moyo. Nimechoka. Unaona mimi kuna saa nyingine nilikuwa napata shida sana. Dada ameondoka. Nikaona siku nimepiga kazi nimengalisha. Alafu namwambia, umeona hapa tumenya, umeona hapo mbona nifanya hivi. Nikaona haijatosha. Nimechoka. Ili usikie umeambiwa pole. Anakaa kimya. Mbona una huruma? Anakuambia, hivi dada alikuwa anaambiwa nani pole? Unajua alinijibu kitu nikafunga macho. Anakuambia hivi yule alikuwa anafanya kazi, mbona sije kuona tumoja kilalamika amechoka. Hivi alikuwa anaambiwa nani na pole? Wewe mwenyewe jioni unakuwa unamwambia pole. Mbona alikuwa anadai kila kitu anaanza? Unatafuta naye sheria yako. Sasa sio wale si mwembamba na kazi gani? Ana vitu vingine. Si mtoto ana mambo mengine. Sasa ukienda huko unakuja kukukuta bado tunakulemea mwenyewe. Haya na wewe sasa. Change yourself basi. Ufanane na yule uwe modo.
ili uweze kufanya kwa wepesi, usinisumbue, ni kuencourage. Kwa hiyo nikagundua kwamba okay, kumbe tumepishana kabisa mitazamo. Haleluya. Nataka nikusaidie na usije kaumia moyo. Eneo hilo Mungu amekutengeneza na anasema, neno linasema ninayaweza yote. Huyu ni mtu kama wewe, na wewe unaweza. Kama yule aliweza kwenye Biblia, na wewe unaweza. Simama wewe kama wewe. Hatusimami kama wife and husband mbele za Mungu. Unasimama wewe kama wewe. Na kwenye ndoto yako unasimama wewe kama wewe. Kama kuna mtu amefanya jambo lolote, ni Mungu alimshikilia tu akusaidie. Na usitaki kumshikilia huyo mtu milele. Atageuka kuwa mwiba kwako. Kuna watu Mungu anawainua kwa muda wa kusaidia. Musa aliinuliwa kwa muda kwa ajili ya wana wa Israeli, lakini hakuwa permanent. Joshua aliinuliwa kwa muda kwa Israeli, lakini alikufa sababu ni mwanadamu. Yuko ambaye ameinuliwa kwa ajili yako, nyoka wa shaba. He is permanent to you. Jifunza kumtumainia huyo, jifunza kumtegemea huyo. Usijifunze kumwangalia mtu yoyote, jifunze kumtumainia Bwana. Jifunze kumuishi Kristo. Kuna wakati alihisi njaa, lakini hakuweka matangazo. Alitumia neno, likampa maarifa, wakapata chakula. Kwa hiyo na wewe jifunze kumtazama yeye kwa asilimia zote. Acha kumwangalia mwanadamu. Sijui kwa nini nasikia kuendelea hapo. Naomba nirudi kwenye somo langu. Naomba tuangalie Waibrania 1 sura ya kwanza sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka wa 6. Alafu naomba nisome pia Yohana 4:14. Yohana 4:14 nitaisoma mimi. Waibrania 1:3 hadi 6 naomba moja isome. Na Wakolosai 1:15 hadi 19. Haleluya. Naomba tuende kwa haraka, naona muda umeshakaribia. Nasikia mzigo wa kwenda kuomba. Kuna mtu anatakiwa aponye jeraha. Umekuwa na maumivu makali kwa sababu ya mazingira. Unapigana na upepo. Tena bora upigane na upepo, unapigana na ukuta, utaumia zaidi. Yaani usije ukahuzunika kwa sababu mazingira yamebadilika. Unapigana na ukuta, utajikuta unaumia mwenyewe zaidi. Na hicho kipindi hautamuona Mungu akikusemesha. Mungu anataka tutulie. Nimesha apply vyote. Nishapigana sana na ukuta. Nimepigana sana na ukuta. Sana. Maumivu yalivyokuwa makali nikaacha. Ndio nikapata akili. Kumbe sitaki kupigana na ukuta. Haleluya. Nisome basi mtumishi wa Mungu. Amen. Ibrania 1 sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka wa 6. Na mwingine ajiandae Kolosai 1:15 hadi 19. Karibu. Amen. Yeye kwa kuwa ni mng'ao. Yeye kwa kuwa ni mng'ao. Aha. Kwa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika, kwa kadri jina alilolirithi lilivyo utukufu kuliko lao. Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote, ndiyo mwanangu, mimi leo nimekuzaa, na tena mimi nitakuwa kwake baba, na yeye atakuwa kwangu mwana. Amen. Hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Amen. Who is Christ? Who is Jesus? Who is Christ? Anasema katika hiyo Waibrania 1:3 mpaka 6. Yeye ni mng'ao. Lakini aliwezaje kuwa mng'ao? Alikubali kulitumia neno lililoko ndani yake. Kubali kulitumia neno lililoko ndani yako. Neno unalolisikia hapa, linaloingia ndani ya moyo wako. Likubali hilo neno liwe hai. Waibrania 4:12. Neno la Bwana li hai, tena lina nguvu. Hakikisha neno la Bwana liwe hai siku zote. Lisiwe la jana, lisiwe la fulani, liwe hai ndani yako. Neno la Bwana likiwa hai ndani yangu na likiwa nguvu, ninaweza mambo yote kwa sababu ndani yangu kuna nguvu. Haleluya. Na neno la Bwana ni nguvu. Na kwa sababu hiyo nitakuwa bora. Ndio maana Kristo alikuwa bora kuliko malaika. Na ndio akaitwa mwana. Hapo ndio lilipopatikana jina. Lakini baada ya nini? Baada ya kufufuka ndio akapewa hilo jina la ushindi. Kwa hiyo mimi na wewe, baada ya kushinda mazingira magumu tuliozungukwa nayo, baada ya kushinda changamoto zetu, tutakuwa bora kuliko wote. Na already kupitia Kristo tumeshafanya siku kuwa bora. Katika Waebrania hiyo 1:13. Si tumeambiwa sasa tumeketi mkono wa kuume, si ndio? Na amesema amewaweka wote chini ya miguu. Nini maana ya kuweka chini ya miguu yetu? Mungu amewaweka maadui na watesi wetu chini ya miguu yetu kwa sababu ya kwamba sisi ni washindi.
Ndio maana amewaweka chini. Na hii kwa sababu tumepewa mamlaka ya kutiisha. Siku zote mtu aliyoko juu ya watu yule mwenye uwezo wa kutiisha. Kwa hiyo wewe una uwezo wa kutiisha. Tiisha hayo mazingira yasiyo yanakuhubiria. Tiisha mazingira ya nyamaze, ya kanyage, ya tiisha. Wewe ugonjwa, nyamaza kimya, acha kunihubiria. Tiisha hizo changamoto, zinyamaze, ziache kukuhubiria. Tiisha. Haleluya. Siku moja nikaambiwa, kwa nini umekuwa mtu wa kuumia watu wanapokuja na kuondoka? Nilikuwa naumia sana. Hata akija ndugu akija kwa muda akaondoka, nilikuwa naumia sana. Sasa wakati naumia tunakaambiwa hivi, kumbuka nyumba ni ya kwako. Je, kumwona Mungu akiongea? Naomba Mungu akufungulie kinywa. Tena na kwa kuniaibisha anifungulie kinywa kwa yule anayeondoka. Yaani nimekaa nimenyamaza kimya. Mmoja kwa ujasiri nenda. Nikamwambia hapo. Ndio nimesononeka. Ilikuwa ni siku ya maombi, itakuaje? Inabidi nianze kupika, nifanye hiki, nilikuwa na ratiba, huduma, inakuaje? Alafu ghafla amesimama mlangoni ananiambia eti, nyumba ni ya kwako, ndoa ni ya kwako, watoto ni wa kwako. Kwani ni vya kwangu? Mimi mwenyewe hapa nilipoenda kutafuta ndoa yangu, nipate watoto wangu, nipate nyumba yangu. Maanake acha kututegemea, hata sisi tunatafuta. Si ushukuru hata umepata, wenzao tujapata. Sasa watushikilia ya nini? Unajua nikatabasamu nikamwangalia. Alinijibu mawazo yangu. Nilitabasamu kwa sababu hakuwa yeye. Ni Mungu alinijibu. Baada ya lile jibu lilinitia nguvu. Nikanyanyuka, nikachukua nguo, nikaziweka hapo, nikafuma naliamka Megoma. Nikafanya kila kitu. Na kwa muda mfupi nikashangaa bado nina nguvu kweli kweli. Nikapiga kila kitu. Na wakati huo mimba miezi 9. Lakini nilipiga kazi zangu hapa mpaka ingawa nabeba maji. Mama mmoja ndo akaniambia, usibebe ndoo kubwa, tayari beba vidogo vidogo. Akanipa wazo akasema, nimejifunza kumbe. Nikaanza kubeba vidogo vidogo, najaza ndani. Nimefua, nikadeki, nikafanya kila kitu. Nikawa napika na afu nikajikuta nina amani. Maana wakati nafanya ni kama nilikuwa si mimi, ile nguvu iliyoko ndani yangu ikachukua nafasi. Nikawa nyepesi, nikawa namshukuru Mungu. Na bado jioni naacha wamelala nafanya vitu zinazunguka. Nikasikia amani, na napigiwa simu twende kwenye huduma, naenda na vifungia. Naenda huko, unafikiri huduma inaisha masaa 3-4 unarudi. Mpaka dakika za mwisho, nyinyi mko shahidi. Mpaka dakika za mwisho ndo nimekaa. Haleluya. Lakini nilifurahi. Lile jibu ndo linitia nguvu zaidi. Lilinifanya nione kwamba kumbe Mungu amenibariki nisije nikanungunika. Unajua unaponungunika na kitu ambacho Mungu amekubariki, waga Mungu anakiondoa ili kisiwe mzigo kwako. Pata picha ingeniondolea ingekuaje? Hivi vyote vyotamka huyu binti Mungu akiniondolea, sasa nimenungunika. Ndio siku yangu ya maombi na hii hali yangu. Hapo naondoka. Ni kama unataka kumwachie laana. Usimlaani bwana. Mwache naye akatafute. Sasa nimeshakwambia ni ya kwako, ni nyumba yako. Mwache naye atafuta ya kwake. Uwe na amani. Haleluya. Kila kitu kina mwanzo na mwisho wake. Kwa nini tutaki kukubali mwisho ukifika? Kila jambo lina wakati wake na majira yake. Yako majira. Na kama baba ameruhusu, kuna kitu ananifundisha. Ilinisaidia sana. Kwa lile zoezi lilobaki nalo lilinisaidia sana kwenye safari yangu ile. Ndio lilonisaidia sana. Katika ile mazoezi ya inama, inuka, weka hiki, osha vyombo, zunguruka, ilinisaidia sana. Na ndio nilikuwa na muda wa kumwomba Mungu sana kuliko nilivyokuwa na mtu. Maana nilivyokuwa na mtu nilikuwa mimi ndo mdeta wamegombana unaanza kuwasuluhisha. Kwa hiyo nikawa nawafikiria sana wao. Walivyoondoka ninashukuru Mungu aliona hilo. Kwa walivyoondoka nikawa ni mimi. Sipigani na mtu Jumapili. Ni haraka sana ni mwenyewe niko hapa na watoto wangu. Kwa hiyo nikajikuta nina muda mzuri wa kumwomba Mungu, nikajikuta na utulivu mzuri wa ndani. Kuna wakati nakwambia Mungu anajua wale waliokuwa umekaa nao ndani hawakupi utulivu. Kwa hiyo Mungu anawaondoa ili upate utulivu na yeye. Sababu yeye ni mwenye wivu. Anahitaji space kubwa. Haleluya. Na kama unanungunika juu ya kazi yako, kwamba unajua kazi imekuwa nyingi ndio anashindwa kwenda, hivi unajua unachokisema? Inamaanisha kwamba aondoe ili upate naye muda. Na hapo nikasema, maana nikasikia wazo. Alivyoniambia vile nikasikia. Hivi kwa nini nimesikitika? Kwa sababu nimepata watoto. Wangapi wanalilia watoto? Hivi kweli si ni wa kwangu? Hivi nasikitika sababu ya mume au nyumba. Hivi wengine si hawana wanahangaika. Au Mungu avichukue ndo nifurahi. Nikasema
Mungu leo kwa kweli ujinga uniepushilie mbali. Zeni nikajikuta nina nguvu. Nikajikuta nina amani. Bwana inuliwe. Naomba unisomee Wakolosai 1:15-19. Karibu. Wakolosai 1:15-19. Imeandikwa hivi, naye ni mfano wa Mungu. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Kristo nani? Kristo ni nani? Yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Kwa sababu Kristo alifanyika mwili, akafunua neno, akamfunua Baba aliyoko ndani yake. Kwa hiyo alionekana Mungu asiyeonekana. Kwa hiyo lazima tukikuangalia wewe tumwone Mungu asiyeonekana ndani yako. Haleluya. Endelea tena. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Huyu ndio Kristo. Haya yote najibu majibu, who is Jesus? Najaribu kukupa majibu. Endelea tena. Kwa kuwa katika yeye viumbe vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana. Sasa sumekubaliana na mimi Yesu ni neno? Simuona hapa mstari wa 4, Yohana 1:4, anakuambia vyote vilifanyika kwa huyo. Anakuambia yeye ndo aliumba viumbe vyote. Kama aliumba viumbe vyote, Yesu hawezi kuacha kunipa amani. Yesu hawezi kuacha kunipa wasaidizi. Yesu hawezi kuacha kunipa hitaji langu, kwa sababu kama aliumba vyote, hata hili ambalo nalohitaji analo uwezo wa kunipa. Amen. Hallelujah. He's a solution maker. Yeye ndio creator, atanipa. Hallelujah. Atatengeneza. Unapita wakati mgumu kwenye mahusiano, atakuletea aliye wa kwako, atakuumbia wa kwako. Na already alishaumba wa kwako, yuko hata kukutanisha naye. Kama ni your destiny ndio imekuwa shida kufikia, atakuletea Mordekai wako. Amen. Hallelujah. Endelea tena. Ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu ndio kila kitu. Anasema kama ni sultani au mamlaka, niko ofisini naonewa na bosi alafu nina Kristo. Unajua ninachekesha. Ni sasa na mtu anafungua za gari alafu anaomba lift au anatembea kwa miguu. Tutamcheki mentally ana shida. Kuna Wakristo wana shida. Wana shida hapa. Haiwezekani unaye Kristo, yeye ambaye ndio creator, yeye ambaye ndio solution maker, yeye ndio mamlaka zote. Alafu unapata shida eti jinsi gani nitaongea na mheshimiwa. Nitakuwa na shida. Nikitaka kuongea na mheshimiwa wote naongea naye. Mamlaka hiyo iko ndani yangu, naongea naye. Naongea naye tu. Haleluya. Nimepewa mamlaka ya kutiisha. Kutiisha ni kibali cha kuweka chini. Ni kibali cha kutamka na ukasikia unatamka nini ukafanya. Kwa hiyo tiisha kama ni mamlaka imekuwa challenge, tiisha. Kama ni nini, tiisha, tamka neno. Usinyamaze kimya. Tatizo tunapopita kwenye matatizo au tatizo linapotokea, sisi waga tunatabia kunyamaza. Mkristo usinyamaze, mazingira yanapobadilika usinyamaze. Unapoona mambo yaendi sawa kazini usinyamaze, usifunge kinywa chako. Tamka neno. Neno lilioko ndani linaumba. Mazingira magumu unasema mazingira ni masio magumu. Umepita wakati wa njaa unasema ni wakati wa kushiba. Toa unabii, jifunze kutolea unabii hali unayopitia. Jifunze kutolea unabii hata kama mazingira yanasema hivyo. Jifunze kutoa unabii. Nitakufa, sintakufa. Nimeandikwa sintakufa, nitaishi. Mimi ni mzima, niliye na afya njema na nguvu. Mimi ni chombo cha Bwana, silali mautini. Mimi ni lazima uwe kinyume na mazingira ili uweze kumuona Mungu katika maisha yako. Maana tunahitaji utupe huo ushuhuda wa uhalisia wa neno la Mungu ndani yako. Tunahitaji ufunue huo utukufu. Usiwe mtu wa kulia, wa kukaa. Eti kuna mtu sengine yeye ndio kila siku anajielezea matatizo yake, unawachosha watu. Au unawaelezea wanao makubwa kuliko yako. Eti jamani mwenzenu hata kukimbia. Utakosa hata kumsalimiana naye kwa sababu tutakuchoka. Tunataka tuone mabadiliko, tunataka tuone sura ya ushindi kama neno linalosema. Tunataka watoto wa Mungu wa Kristo ni mashujaa walio hodari ambao wanasema we never see failure. Sisi tunaona nini? Success. Tunaona mafanikio, tunaona ushindi. Wewe unaona nini? Kile unachokiona ndicho kinachokufuata. Kwa hiyo ile vision yangu ndio mlango wa mimi kuniletea nipokee ya yale yote ninayohitaji. Tubadilishe mitazamo.
tubadilike. Yote yanawezekana, yanawezekana yote, hamna lililo gumu, linawezekana. Haleluya, haleluya. Nishajaribu kumwapply Mungu, unajua ile ni jaribuni basi kwenye utoaji. Mimi waga nilimjaribu kwenye neno, nikasema si neno linasema hivi, leo nataka nikuone, leo nataka nikuone, nimechoka kupita kwenye ABC, nataka nione muujiza huu. Na kweli kaonekana. Hujaamua kulitumia neno. Ndio maana Yakobo anasema hatuna vitu kwa sababu hatujui kuomba. Hatujui kuomba kwa kutamka neno. Na watu wamekuwa waombaji kuomba, nafikiri ndio kulalamika. Kulalamika sio maombi, ni kumkashifu Mungu na kumvunjia heshima. Kulalamika ni dhambi, ni uovu, ni kama uasi mbele za Mungu. Hatutakiwi kulalamika. Tunatakiwa kutamka neno. Wewe ushaona rais analalamika analia? Yeye mwenyewe ndio mtu wa kufanya maamuzi, si ndio? Yeye ndio decision maker. Akidecide kinafuata. Yesu ndio rais, yuko top. Na wewe uko top ya matatizo yote, umeinuliwa juu, yeye amewekwa chini yako. Kwa nini matatizo ya kuuliza wakati wewe ndio unaweza kuyaliza matatizo? Yalize kwa kuyakanyaga. Haleluya. Naomba nisome Yohana 4 mstari wa 14. Yohana 4 mstari wa 14 nao nasema hivi: walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Na hili neno uzima wa milele unaiona katika Yohana wa kwanza mstari wa 3, wa 4 anasema ndani ndio uzima. Na Yohana 4 mstari wa ngapi? Wa 14 anaongea kuhusu chemchemi ya uzima. Anasema tukinywa maji, mimi ninaamini kuna watu hawajanywa maji ya uzima. Kuna watu tuko hapa tujakutana na maji ya uzima. Yesu anasema nikikupa maji yangu ukiyanywa, hautaona kiu milele. Utaona tena. Bali ndani yako kutamiminika chemchemi ya nini? Ya uzima. Kwa nini mauti? Kwa nini tupite kwenye uvuli wa mauti kwa muda mrefu? Kwa nini tutaabike? Kwa nini tuonewe na adui hapo? Wakati yeye ni uzima. Naomba usimame kwa miguu yako. Naomba usimame. Haleluya, naomba usimame. Yesu ni mambo yote, ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata yote. Yesu ni mambo yote, ndani ya yote. Oh, haleluya. Ukimpata yeye umepata yote. Yesu ni mambo yote, ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata yote. Yesu ni mambo yote, ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata yote. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yesu ni mambo yote, ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata yote. Haleluya. Oh, haleluya. Bwana Yesu upate yote. Yesu ni mambo yote, ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata yote. Yesu ni mambo yote, ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata yote. Yesu ni mambo yote, ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata yote. Oh, hallelujah. Oh, yes, my Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yesu ni mambo yote, ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata yote. Hallelujah. Wangapi wataka wapokee? Hebu piga makofi yako ya juu kabisa hivi. Amen. Yesu ni mambo yote, ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata vyote. Nataka uimbe wimbo ukiwa
funika maisha yako, funika maisha yako, funika maisha yako kabisa. Nataka utafakari kwa hivi Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata vyote. Tutaenda kumbe. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Nimempata yeye nimepata vyote. Twende sasa. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Nimempata yeye nimepata vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Nimempata yeye nimepata vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Nimempata yeye nimepata vyote. Utafakari. Unakumbuka ushuhuda nilikupa last time kuhusu yule kijana wa kwanza Mtanzania ambaye Rais Obama aliingia ofisini kwake? Unataka itokee kwako? Unataka itokee kwako? Wangapi wanataka muone Yesu? Badilisha ukiri wako, badilisha nia yako ya ndani, badilisha mtazamo, badilisha matendo. Hakikisha unalitenda neno, hakikisha matendo yako ni utukufu wa Mungu, hakikisha matendo yako ni neno la Mungu. Badilisha. Kuna wakati natukosti tubadilishe na marafiki, kuna wakati natukosti tubadilishe na namna ya mikao yetu, kuna wakati natukosti, lakini kubali, kwa sababu unahitaji kwenda viwango vya kifalme. Tunataka twende viwango vya kifalme, tunahitaji kwenda viwango vya kifalme. Yeye ana kila kitu ninachohitaji, sihitaji chochote zaidi ya Yesu. Nikimpata yeye ndio supply wa kila ninachohitaji ndani yangu. Kwa kweli nimemuona. Nikikwambia nimemuona na maanisha nimemuona. Mimi mwenyewe ni shuhuda wa maisha yangu. Nimemuona sana. Nilikuwa nafikiri ya kwamba kufanikiwa ni mpaka niende shule vizuri na nikafanya vizuri, lakini stili bado mahali ya kubadilika ya uchumi. Lakini pale nilipotambua yeye, nikampa position ya kwanza na nikajitambua mimi ni nani kwake, ndiko sasa ninaona lile neno likinitendea. Na wewe itakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Nataka nikwambie, mafanikio yako ni maamuzi utakayoamua sasa. Mafanikio yako ni maamuzi. Amua kumweka Kristo, amua kuliweka neno ndani yako, amua kulikiri neno, amua kuishi katika ukiri wa neno lokiri. Amua kuishi hapo kwa kumpa utukufu yeye. Usiwe mtu wa kutaabika. Kuna mtu hajapata maji ya uzima ya Yesu Kristo. Liishi neno. Maji ya uzima, unaosikia maji ya uzima ni neno. Si kwamba anaingia ndani yetu anatumiminia maji, ni neno. Kataa viwango vya kawaida. Kataa mambo madogo madogo. Lazima uwaze yasiyoonekana. Lazima uwaze mambo makubwa ambayo yamekuwa magumu. Akili zako yamekosa majibu juu ya mambo hayo. Hayo ndio ya kuyafanya. Hayo ndio ya kumwambia Bwana, hili hapa nahitaji litokee. Kwa asili nikasema, nilipokutana na yule kijana, nikamwambia niambie ni kitu gani ulikuwa unakiwaza ndani yako? Mpaka jamaa akaja anasema, mimi siku zote nilisema nilipo siku nitashikana mkono na rais wa mataifa. Na kweli ikatokea kashikana naye mkono. Anasema si rais tu wa nchi, ilikuwa mataifa. Na akashikana na mataifa na akashikana na Watanzania. Glory to God. Inawezekana. Nasikia napewa majibu ya mtu mmoja yuko hapa. Inawezekana kwenda viwango vingine. Inawezekana. Kubali kuchange your mindset. Kubali kubadilisha ukiri wako. Badilisha mtazamo wa ndani wa mawazo yako. Badilika. Anza kuona positive, anza kuona inawezekana. Toka kwenye mawazo ya kuona haiwezekani. Huo ni mlango wa kufukuza muujiza wako. Anza kuwaza inawezekana. Esther akasema, ipo siku nitakuwa malkia kwa mfalme tena wa ugenini, na ipo siku mambo yote yatakwisha. Hii vita tutapata heshima. Na Esther akaleta heshima kwa taifa zima, akawa malkia. Nataka nikwambie, this is your time. And kuna position yako, iko position yako inakushukia. Huu ni wakati, si wakati wa kupita kwa kudharauliwa tena. Si wewe utakayedharauliwa tena. Naona Baba anakupeleka viwango vya kuheshimisha. Kubali hiyo nguvu ya Bwana. Nenda na hiyo nguvu ya Bwana inavyoenda.
ili uketi kwenye mpango wa Bwana, ili ukae kwenye position ya heshima. Lazima ujitambue kwanza wewe ni nani. Rais wa nchi lazima ajitambue ni rais wa nchi. Lazima atambue power aliyokuwa nayo. Tambua nguvu aliyokuwa nayo. Itambue nguvu aliyokuwa nayo. Itambue nguvu iliyoko ndani yako ya Kristo. Itambue hiyo nguvu. Itambue hiyo nguvu inafanya mambo gani. Itambue hiyo nguvu ya kwamba Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Anasema katika Yohana 1:4, yeye ndiye aliumba vyote, pasipo yeye kilichoumbika. Yeye ndio vyote ndani ya vyote. Wakolosai wamethibitisha hivyo, Waibrania anathibitisha hivyo, na wewe nataka sahihi thibitisha ya kwamba Yesu ndio kile unachohitaji. Yeye ni heshima yako, yeye ndio atakayezidisha thamani ya fedha yako, yeye ndio uzima, yeye ndio kibali chako, yeye ndiye mwenye mamlaka, anaweza kukuketisha kwenye kiti cha mamlaka ukihitaji. Yeye ni kila kitu. Hebu tumia dakika 5, tamka kama umeelewa. Hebu tamka, hebu sema jambo. Oh, glory to God. Na iona nguvu ya Bwana. Mwambie Yesu nakuhitaji. Nilikuwa nimeshikilia habari zako, nilishikilia taarifa zako, lakini leo nakuhitaji Yesu. Ninakuhitaji Yesu, wewe uliye vyote ndani ya vyote. Ingia katika akili yangu, ingia kwenye mawazo yangu, ingia kwenye kinywa changu, ingia kwenye neno langu, ingia ndani, badilisha matendo yangu. Nionekane Yesu, wewe ndio uwe Kristo uliye ndani yangu. Nisionekane mimi nayeishi, uonekane wewe Kristo nayeishi. Thibitisha ya kwamba wewe ndio uliye ndani yangu. Ishi sasa Kristo. Ishi sasa. Yes, pokea hiyo nguvu. Pokea nguvu ya Kristo ndani yako. Pokea hiyo nguvu ya Kristo ndani yako. Pokea hiyo nguvu ya Kristo ndani yako kwa jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu ya Kristo ndani yako. You will never be the same. Kabisa. Mungu wa ajabu. Yeye anakupenda. Yeye ndio huo utukufu. Acha utukufu wa Bwana ukuzukie. Isaya anasema, ondoka uangaze, maana nuru ya Bwana imekujia. Yohana anasema Yesu ndiye nuru, na Yesu Kristo awe nuru, na nuru ni neno. Neno ulisikia liwe nuru ya maisha yako, ukang'ae katika uchumi, ung'ae katika afya, ung'ae katika position yako ofisini, ng'aa katika jina la Yesu, ng'aa kwa jina la Yesu, ng'aa, nenda ukang'ae. Wala sio kukaa chini ukaonewa. Yeye ndio mtoa haki. Yesu ndio mtoa haki ndani yake. Yeye ndio haki. Pokea hiyo haki hapo ofisini kwako kwa jina la Yesu. Pokea haki zako kwa jina la Yesu. Alafu badilisha namna ya kuwaza. Kuanzia leo anza kuwaza makubwa. Jiamini, kuwa na confidence, waza makubwa. Nasema na mfano wa mtu. Yes, waza makubwa. Vuka, hicho kipimo cha mawazo vuka. Anza kuwaza makubwa. Na yafungua macho yako anza kuona makubwa. Anza kuona makubwa. Yes! Ona makubwa. Ona makubwa. Anadirisha anza kuona makubwa. Yes. Yeye ndio kwa mwako. Amependa wewe. Ona msiba. Ona ushindi. Na kwa macho yako kuona kwa jina la Yesu. Ona. Naita macho. Anza kuona Achia macho yako giza.
Achia macho yake kwa jina la Yesu. Achia giza. Achia macho yake. Achia ufahamu wake. Ona makubwa. Ona makubwa. Na fungua macho yako ona makubwa. Pokea nuru. Pokea nuru kwenye macho yako. Pokea nuru kwenye ufahamu wako. Pokea hiyo nuru. Pokea hiyo nuru. Siku zote shetani anapofusha watu wasione makubwa, wasiwaze makubwa. Ondoke giza. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka. Naondoa hili giza. Naling'oa hili giza. Naling'oa hili giza. Toka kwa jina la Yesu. Naachilia nuru ina. Neno la Bwana ni nuru. Neno la Bwana ni nuru. Naachilia hiyo nuru. Naachilia nuru kwenye macho yako. Naachilia nuru hiyo. Naachilia nuru ya macho. Naachilia nuru ya macho upate kuelewa kile Bwana anasema na wewe. Na unasikia sauti. Amekusemesha mara nyingi lakini huelewi. Kwa sababu ya huyu mtesi aliyekaa hapa. Ninamuunguza kwa nuru ya Kristo. Toka kwa jina la Yesu. Anza kuona makubwa. Anza kuona makubwa. Anza kuona makubwa. Nasikia kuna mambo makubwa Mungu amekusudia. Makubwa amekusudia. Lakini kuna kitu hapa. Kuna kitu kimekaa hapa. Hicho kitu ninaking'oa kwa neno la Kristo Yesu. Ng'oka kwa jina la 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 Yesu. Roho ya uzito, mashaka, roho ya mashaka, hofu, toka kwa jina la Yesu. Ninaachilia nuru ya Kristo. Yes. Pokea hiyo nuru kwa jina la Yesu. Pokea nuru kwa jina la Yesu. Pokea nuru. In Jesus name. Pokea nuru kwa jina la Yesu. Pokea nuru kwa jina la Yesu. Yes, pokea nuru. Kanaye. Pokea mnao. Pokea nuru kung'arisha. Nuru kung'arisha. Ni kwa muda mrefu umepiga matendo wako. Kwa muda mrefu umepiga matendo wako. Chomoka. Yes! In Jesus name imekuwa. Hata kama wataki ndio imekuwa. Naachilia hiyo nuru. Upate kuona kama Bwana anavyoona juu ya maisha yako. Na yafungua macho yako upate kuona kama Bwana anavyoona. Upate kuona kama Bwana anavyoona maishani mwako. Yes, kwa viwango vingine. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Naomba tufuatishe. Haleluya. Mungu yuko mahali hapa. Nauona mkono wake. Naziona nguvu zake. Nabadilisha ufahamu wako kwa neno la Kristo. Badilika ufahamu wako. Ninaona malaika wana change your mind. Wanaubadilisha ufahamu. Ufahamu unaona unatakaswa, unaona unafuliwa, unaoshwa. Badilika kwa jina la Yesu. Yes, unafunguliwa ufahamu. Toa miwani yake. Unafunguliwa ufahamu. Neno la Bwana ni nuru, ni macho. Pokea! Yes! Hiyo roho ya kuzimu toka. Mwachie Bwana. Moto juu yako. Moto kwa jina la Yesu. Hiki nilichokiweka hapa kwenye ufahamu wake. Ninaking'oa kwenye Yeremia 1:10. Ng'oka na kutupa kwenye ziwa la moto. Yes, teketea kwa jina la Yesu. Teketea kwa jina la Yesu. Unajua shetani ana tabia ya kukamata ufahamu. Ukisoma kitabu cha Danieli 7:25. Ndio nguvu ya mapepo na majini. Kazi yao kubwa inakamata ufahamu. Usione kile ambacho Bwana anataka uone. Kuanzia leo nafungua macho yako. Upate kujua position ambayo Mungu amekupa. Uione position yako. Uione nguvu ya Kristo iliyo ndani. Yenye uwezo wa kukupatia ile yote ambayo umeonyesha huko. Pokea kwa jina la Yesu. Naomba tufuatishe wote. Fuatisha. Sema Bwana Yesu. Ninakuhitaji. Nyosha mikono yako juu kabisa. Ninakuhitaji. Wewe ni mambo yote. Ndani ya yote ninayohitaji. Badilisha ufahamu wangu. Nahitaji unibadilishe ufahamu. Change my mind. I need you, Jesus. Change my mind. Kwa jina la Yesu. Kuna mtu anatakaswa ufahamu. Kuna mtu anapokea. Kuna mtu anaonyeshwa amefungwa kama vifungo kwenye ufahamu. Ninaona vifungo vinakatika. Vya upande wa kulia na kushoto vinakatika. Umetoka hapo. Unatoka hapo. Wamekufunga. Wamekujua kabisa kwamba ufahamu wako ulivyo. Na wakaweza kuyamulika mafanikio yako wameyaona. Wakakufunga. Naona unatoka.
Na huyo anatoka, huyo anatoka. Yes, anatoka. Na huyo mwingine anatoka. Yes. Vifungo vimekatika. Vifungo. Yes. Unatoka hapo. Yes, God to God. Kuna mwingine huyo. Na achilia moto ambao hicho kifungo siwezi kuvumilia. Moto kaondoa ujinga, hapo kaondoa hilo giza. Yes, huyo naye anafuatia huyo. Naye anafunguliwa hapo kwenye mtazamo. Yes, imebanduka. Imekuwa kwa jina la Yesu, imekuwa. Kuna mtu nyuma anapokea. Kuna mtu yuko nyuma anapokea. Naona kabisa anaoshwa, anafuliwa ufahamu. Naona unabadilika mawazo yako. Naona unatakaswa, unatakasika. Yes. Yeye ni utukufu. Tukufu Bwana, ufungue macho yako. Funguka macho. Funguka kwa jina la Yesu. Yes. Naona unafunguka. Kuna mtu nyuma anavushwa. Yes, unavuka. Naona chombo cheusi. Anabidii sana. Unapambana sana. Unahitaji kumwona Mungu. Umekuwa ukitetea imani yako, umekuwa ukikiri sana. Nikisema kukiri, wewe umekuwa ukikiri sana. Kuna mtu uko hapo umekiri sana juu ya imani. Umekiri sana. Lakini chombo kinapasuka leo. Chombo kinapasuka, msaidie huyo. Niletee mbele. Chombo kinapasuka huyo. Hicho chombo hicho kufunika. Unashindwa kuyaona matendo ya Mungu. Hicho chombo kinapasuka. Wamejua imani unayo. Wamejua kumkiri unamkiri, lakini wakafunika. Naona walikufunika na chombo kikubwa kama sufuria nyeusi. Wamekufunika na giza. Kila ukiangalia ni giza. Hiko chombo na kipasua kwa jina la Kristo Yesu. Ninakutoa ndani ya hicho chombo. Yes, unatoka ndani ya hicho chombo. Lazima wakasirike. Kwa sababu walikuwa wamekumaliza. Wanatoka ndani ya hicho chombo, unatoka. Yes. Sasa ninamkamata, nimewaona waliokufunika. Hao waliokufunika nimewaona. Sina tabia kuwasamehe. Ninauchomoa upanga wa Bwana majeshi. Kutoka kwenye madhabahu. Ninawafyeka kwa upanga. Kufa kwa jina la Yesu. Tena ni watu wako wa karibu. Hicho kifanya. Hicho kifuniko hicho kufunika. Hiyo sufuria leo kufunika huko. Ni watu wako wa karibu. Na ili ujue ni watu wako wa karibu, na ufunua ile sufuria na wafunika wao kwa jina la Yesu. Yes, na wafunika wao. Watakwambia, watakufuata, watakuuliza hebu tuambie unaenda wapi? Kwa sababu watashangaa. Sufuria limewarudia. Linarudi. Pokea sufuria lenu. Pokea kwa jina la Yesu. Ninakutoa. Ninaita nguvu. Imeandikwa Ibrania 4:12. Waibrania 4:12. Neno la Bwana ni hai tena lina nguvu. Kwa nguvu za neno la Kristo Yesu. Toka! Naichomoa na miguu yako hapo. Ninaita na spidi yako. Unajua mtu mwenye spidi kubwa ya mafanikio, lakini walikamata spidi yako. Wakaongea spidi ya kinyonga. Hiyo spidi ya kinyonga ninaitupa kwa upande wao. Wao ndio watakuwa kinyonga. Ninaachia spidi ya tai. Naachia spidi katika jina la Yesu. Nguvu kwa jina la Yesu. Yes. Umepona. Glory to God. Baba, asante Jehova. Asante Yesu Kristo. Asante wewe ni mkuu. Jaa nguvu. Na sasa macho yake yapate kuona wasiwasi. Macho yake yanafungua yaone nguvu zako. Apate kuelewa sawasawa neno lako sasa. Maana amewekwa huru kwa mwaka kuelewa kwa jina la Yesu. Yes, pokea hiyo nguvu. Roho Mtakatifu. Tawala sasa. Kamata mawazo yake. Kamata ufahamu wake. Kamata sasa. Yesu, wewe ni nuru. Mgeuze awe nuru. Giza lisimkaribie. Maandiko yanasema nuru iling'aa gizani, wala giza lisiiweze nuru. Giza lina tabia kukimbia nuru. Ninaita mnao wa neno la Kristo ndani yako ukang'ae mara 7 zaidi kwa jina la Yesu.
na giza litakuwa linakukimbia siku zote maisha yako yote kwa jina la Yesu. Sema Baba wa mbinguni, kuanzia leo, sawa na neno lako, kwa kuwa neno ni Kristo, kwa kuwa neno ni Kristo, ninaita mng'ao wa Kristo, nikang'ae, siku zote, giza likimbie, giza la ofisini kwangu likimbie, kwenye nyumba yangu giza, kwenye uchumi giza, kwenye afya. Kuna mtu anatoka, nasema giza kwenye afya, giza kwenye afya, afya ya kiroho na kimwili. Giza kwenye afya linapiga kelele, linaondoka. Giza linaondoka sasa hivi, linaondoka. Giza linakuachia. Giza, kuna mtu amekubikwa na giza hilo. Naona wawili, hilo giza linaondoka. Na mimi ninasema neno la Kristo ng'aa mara 7. Neno la Kristo ng'aa mara 7 tena. Neno la Kristo ng'aa mara 7. Kwa kuwa masikio yake yamesikia neno hili, ninaita hilo neno ling'ae mara 7. Ling'ae. Unajua sababu iking'aa sana inakuwa ya moto. Neno la Bwana ni moto, liunguze hilo giza. Sio kufukuza tu, giza liteketezwe na hiyo nuru. Liteketezwe na nuru. Na kamata giza mahali hapa. Giza la mtu kwenye afya, giza la mtu kwenye ufahamu, giza la mtu kwenye afya ya kiroho, giza la mtu kwenye afya ya nje. Ikamate moto kwa jina la Yesu. Yes. Giza toweka. Unafanya nini? Giza toweka kwenye macho yako. Macho yake ufahamu. Giza chia. Naomba moja wachomeni miwani. Watoe miwani. Na geuza hayo macho yao kuwa moto. Macho yawe moto. Yes, giza toweka. Anapiga hilo giza. Ninageuka kuwa nyundo ya Bwana. Ninalipaswa hilo giza kwa neno la Kristo. Nafinisha hilo neno kuwa moto. Neno la Bwana ni nuru. Nuru waka. Nuru. Waka mara 7 tena. Waka mara 7 tena nuru. Waka mara 7 tena nuru. Waka. Yes. Naona giza linakimbia giza. Hawezi kustahimili hiyo nuru. Haliwezi. Najua shetani kitu ambacho hawezi kuvumilia neno. Yes. Tena hao wagiza wakimbie kwa jina la Yesu. Kimbia. Joka na mwanajoka kimbia. Jimbue. Kimbia joka. Nuru imefika. Upanga wa nuru umefika. Joka la kuzimu. Joka. Na unao upanga ambao unawaka kama moto. Huo upanga na kukata wewe joka la kuzimu. Ninakukata mara 7. Katika unakatika. Umekasirika. Neno la Bwana ni jiwe la chumvi. Ninakupaka chumvi kote. Yes, ninakupaka chumvi kote. Katika teketea kabisa kwa jina la Yesu. Teketea. Na kwa upanga ambao ni neno. Biblia inasema Waebrania 12, neno lake ni kali kuliko upanga ukatao kuwili. Ninachukua hilo neno Waebrania 12, ninakukata vipande 7. Kuanzia leo nisikone katika maisha yako. Na yafungua nayo macho yake kwa damu ya Yesu. Yes. Na yafungua macho yako kwa jina la Yesu. Na yafungua macho yako. Haya macho nafungua. Uone position ambayo Mungu amekuandalia. Nafungua macho yako yaone. Kuna wasaidizi Mungu amekuinulia. Kuna watu Mungu amekuinulia. Kuna watu wameinuliwa. Kuna watu wameinuliwa kwa ajili yako kwa ofisini. Kuna watu wameinuliwa kwa ajili yako. Na yafungua macho upate kuona hicho. Uone hicho. Kibali cha Bwana kikukushukia kwa jina la Yesu. Hallelujah. Glory to God. Naomba nimshukuru Mungu. Unaweza kukamata sadaka yako ukaisemea neno. Yeye ni mwaminifu. Amen. Niseme nini Baba, niseme nini, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini kwako, niseme nini Bwana, bali ninashukuru.
mema umetenda. Kwa nguvu zako Baba nimeona miujiza. Niseme nini kwako? Niseme nini? Haleluya. Niseme nini? Baba niseme nini Bwana, bali ninashukuru mahali umenitoa, pale unipelekapo. Niseme nini tena, bali ninashukuru. Niseme nini? Haleluya. Niseme nini? Bwana, Niseme nini? Bwana, Bali ninashukuru. Hebu inua mkono wako roho, kamata sadaka yako, nimshukuru Mungu pamoja na wewe. Baba, tuseme nini mbele yako? Ninasema asante kwa ajili ya utukufu wa huo mwana ambao umefunuka Baba yetu uliye ndani. Tumeona nguvu zako, tumeona uweza wa neno lako, tumeona nguvu ya neno lako na uweza wa Roho Mtakatifu mahali hapa. Wewe ni Mungu unayetupenda. Umetutoa kwenye giza, umetuingiza kwenye ufalme wa nuru. Umeondoa giza kwenye ufahamu, umeondoa giza kwenye afya, umeondoa giza kwenye maisha yetu ya uchumi, umeondoa giza katika maisha ya kiroho. Nuru yako iliyotushukia leo na ikang'ae sasa, na ikang'ae sasa, tukang'awizwe kwa neno lako, tukang'ae milele katika jina la Yesu. Umetuumbia maisha ya kifalme na tuishi maisha ya kifalme, maana ndivyo ulivyokusudia. Umeatengeneza maisha yetu upya leo, umetuinua viwango vingine. Asante kwa maarifa yako, ninakutukuza kwa ajili ya watu wako. Asante kwa mwalimu Roho Mtakatifu ambaye ametufundisha nasi tumepata kukuelewa vema. Asante kwa ajili ya nguvu za neno litakatupeleka pale ulipokusudia. Baba, ninaomba damu ya Yesu ikapate kutakasa. Baba, naomba tena ukakamate miguu ya kila mmoja, ukachie nguvu ya mafanikio, nguvu ya neno ikaimarisha nguvu ya afya na utajiri, kwa viwango vingine ukawainue juu. Amani ya Kristo ikajae ndani yao, amani ya Kristo waikute nyumbani. Nabariki wiki hii kwa ajili yao iwe njema, na ibariki ardhi kwa neno la Kristo na kwa sadaka hii. Ardhi izae matunda mema juu ya watu wako. Ninaita mema kutoka kwenye ardhi, kwa kuwa ni neno linanena. Isaya 1:19, mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa kuwa wamekubali na wametii, ninaita mema ya nchi kwenye ofisi, mema ya nchi kwenye mashamba, mema ya nchi kwenye mifugo, mema ya nchi kwenye biashara zao ndogo ndogo, mema ya nchi kwenye ndoa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaita hiyo mema, ninaita mema. Mikono yao iliyoinuliwa juu, mikono yao iliyoinuliwa juu, ninawakamatisha mema ya nchi, ninakamatisha mema ya nchi, ninakamatisha mema ya nchi. Kwa hiyo mikono iliyoinuka juu nakamatisha mema. Yes, yes. Mungu wetu ni nguvu ya samani, ni nguvu ya samani. Mema ya nchi ya kufuate. Nasema katika jina la Yesu, mema ya nchi ya kufuate, mema ya nchi ya kufuate, mema ya nchi ya kufuate. Yes, 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 yes. Walikufarakanisha na mema ya ardhi, naita mema ya kufuata. Ulifarakanisha hapo kwa sadaka. Kwa sadaka kuna mtu alikamata udongo wako akaenda kukufunga usifanikiwe, usile mema ya nchi. Hiyo nchi naifungua leo, isiwe tasa. Haitakuwa tasa kwako nchi. Ardhi haitakuwa tasa. Leo itazaa. Leo itazaa kwa neno la Kristo, inazaa ardhi. Yes. Inazaa kwa ajili yako. Yes. Neno inaenda kuzaa. Neno inazaa. Walikufarakanisha na mema ya ardhi. Nasikia mema ya ardhi leo inaenda kuzaa. Ardhi inazaa kwa ajili yako. Ardhi inazaa. Nasema na nchi. Zaa kwa jina la Yesu. Zaa mema kwa jina la Yesu. Zaa mema kwa jina la Yesu. Kwa ajili ya mtu huyu. Zaa mema kwa ofisini. Zaa mema kwenye mshahara. Zaa mema kwenye daraja. Zaa mema kwenye biashara. Zaa mema kwa jina la Yesu. Zaa mema kwa jina la Yesu. Zaa. Ardhi yako izae mema. Izae mema kwa ajili yako. Yes. Sogea mbele, inazaa mema. Yes, inazaa mema. Anakuambia kwamba hautafanikiwa, wakaisemesha ardhi kwamba isizae mema kwako, inazaa mema.
inazaa mema. Naiona nuru yako ikiangaza tena, inazaa mema. Pokea kwa jina la Yesu, 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 pokea. Pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu. Ardhi izae mema kwa ajili yako. Nasema ardhi izae mema, izae mema kwenye hicho kiti chako. Izae mema. Ardhi kazae mema kwa ajili yako, isiwe tasa. Naifungua ardhi kwa jina la Yesu, kwa sadaka yako naifungua ardhi. Naifungua izae mema. Izae mema kwa jina la Yesu, izae mema. Izae mema kuanzia sasa. Izae mema, ukang'ae kwenye ofisi, ukang'ae kwenye ndoa, ukang'ae kwenye uchumi na kwenye afya. Yes. Wewe nilikuwa nakutafuta. Nilikuwa nakutafuta. Saidie huyo. Wewe nilikuwa nakutafuta. Wewe nilikuwa nakutafuta. Naweza nikatoka mbele. Hii ardhi yako imefungwa kwa ajili yako. Walikuchukua mchanga. Ule mchanga ulipouchukua, ninaonyesha ulikuwa ni mchanga wa unyayo. Walichukua mchanga wa unyayo wako, wakakufarakanisha na mafanikio, kwamba ardhi izae mapooza kwa ajili ya afya yako, ardhi izae magonjwa, wakasema ardhi izae umasikini, maana una kielele kwa ajili ya watoto wako, na walikupiga kwa sababu ya watoto wako. Sasa ninasimama mbele ya madhabahu, ninakamata neno hili Isaya 1:19 ninasema sasa, ardhi kwa kuwa imenemeshwa na damu ya Yesu, na kwa sadaka hii ardhi zaa mema, zaa mema, zaa mema, zaa mema, zaa uzima, zaa uzima, zaa utajiri, zaa utajiri, zaa utajiri, zaa uzima, zaa uzima, zaa uzima, zaa uzima, zaa uzima, zaa mema kwa jina la Yesu. Yes, in Jesus name. Izae mema ardhi kwa ajili yako. 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 Izae mema. Nasema izae mema ardhi. Izae mema ardhi kwa ajili yako. Izae mema ardhi kwa ajili yako. Izae mema. Yes. Naita mema. 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 Yes. Yes, 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 yes. Naifungua ardhi yako, naifungua ardhi yako, naifungua ardhi yako, naifungua ardhi yako, naifungua ardhi yako. Yes, naifungua milango minne yote, nafungua magharibi, kaskazini, kusini, mashariki. Naifungua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu izae mema. Pokea kwa jina la Yesu, izae mema, izae mema. Ikazae mema ardhi kwa ajili yako, izae mema, izae mema, izae mema, izae mema kwa jina la Yesu, ardhi izae mema, izae mema kwa jina la Yesu, ardhi izae mema, izae mema, izae mema, izae mema kwa jina, 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 izae mema, izae mema kwa